Matumaini yangu ni kwamba umekuwa na asubuhi iliyokuwa njema na tulivu sana. Iwapo kama kidogo afya yako imeteteleka, basi tuombe Mwenyezi Mungu azidi kufanyia wepesi na uwe na siku njema na weekend njema. Mimi nikukaribisha, karibu sana katika Sports AM, siku nzuri sana kuweza kuangazia vitu vingi sana vizuri ambavyo tumeweza kukuandalia. Mimi naitwa Saidi Salim Msumi kwa ajili ya kuweza kuangazia haya. Machache ambayo tutaweza kuangazia, kuna mengi sana kufuzu kwa timu zetu za taifa. Tanzania Taifa Stars kufuzu kombe la dunia, tutakuja kuangazia hapo baadaye. Lakini leo ni jambo jema na kipekee sana katika awamu hii hapa ya kwanza kuweza kuungana na nyota wa zamani wa klabu ya soka ya Simba Sports Club. Alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kucheza namba tofauti tofauti, licha ya uwepo wachezaji wenye vipaji vikubwa, lakini yeye alikuwa na muda kucheza namba nyingi sana. Hapa na mzungumzia Lubigisa Madata Lubigisa, nyota wa zamani wa 82 Rangers, na kisha kelekea Simba katika kikosi cha Simba kilichokuwa na kocha James Grace Yanga marehemu kwa sasa, ambaye amewahi kuichezea Gor Mahia Kogalo na kisha kukinoa kikosi cha Simba Sports Club. Alikuwepo katika safari moja tamu sana ya kuivua ubingwa Zamalek, wakipata ushindi hapa wa bao 1-0 katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, lakini mwisho wa siku akaenda kukubali kichapo cha bao 1-0 na kisha kuweza kuvuka kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Na penalty ya mwisho ilikwenda kupigwa na marehemu Christopher Alex Masawe, unaweza kumuita Meku. Bonge moja la penalty huko golini kwa Juma Kaseja. Huyu si mwingine ni Lubigisa Madata Lubigisa, kama nilivyosema hapo awali. Na mimi baada ya kukupatia hiyo historia kidogo kukumbuka mbali kidogo na jinsi ambao walikuwa wanavyocheza pale nyuma, Vista Costa na Mpoka Nyumba, Boniface Pawasa, Jump Stam, Amri Saidi, Patrick Betwell, Buba Masai, lakini hata pembeni pia kucheza namba 2 kwa Saidi Swedi Panucci au Ramadhani Waso Ramadhan ambaye hivi sasa ni marehemu. Lakini leo tutakuwa tunakiangalia zaidi, tunakiangazia kuhusiana na amekuja katika kofia ya pili kama ni mratibu wa Galacticos. Unaweza kujiuliza Galacticos ni nini? Ni umoja wachezaji wa zamani ambao wamecheza hapa nyumbani Tanzania. Lubigisa, karibu sana. Asante. Mambo yanakwendaje? Mungu mwema. Tuko vizuri. Safi kabisa. Naona nilikuwa nazungumza ile profile kidogo. Unajua. Kwa zamani sana. Kitu gani kimekukumbusha? Imenikumbusha majina unayotaja ni watu ambao tulikuwa familia, tulikuwa tunaweza, yani kila mmoja alikuwa na uwezo wake, afu kulikuwa yani yoyote ambaye atapangwa watu wanafurahia, utamfuata, tunamwambia mwanangu kazi, sisi tunataka ushindi. Kwa hiyo kwa ijalishi nani anacheza nani acheze. Na unajua kabisa line inapokitoka kitajwa fulani, watu poa, twendeni tukamalize game. Unajua miongoni mwa historia tamu kidogo, ukiangalia wachezaji ambao mlikuwepo nyuma, hata ukianza golini Juma Kaseja, Kelvin Muhagama, Faruk Ramadhan, unasema tu kwamba yoyote leo acheze. Kuna mwaka nafikiri ilikuwa ni 2014 nilifanya mazungumzo kidogo na marehemu Ramadhani Waso Ramadhan maeneo ya Kinondoni. Alisema wakati naenda kucheza na Zamalek, Amani Mbaruku alishika nyasi, akasema kama uwanja hakuna mchezaji wa kucheza ambaye hataweza kucheza, basi huyo sio mchezaji. Sahihi kabisa. Na kweli mlifanikiwa. Na tulifanikiwa sababu wote tulikuwa tunajua tumeenda na nia moja. Sababu tunapambana. Kwa kila mmoja alikuwa anajiapia vile anavyoweza yeye, ili mradi tuweze kupata ushindi. Alhamdulillah, Mungu alitusaidia tukaibuka. Sawa, hilo tutakuja kuzungumza katika kudodosa hapa na pale. Lakini jambo kubwa sana ni kuhusiana na bonanza la Galacticos. Naamini watu wengi sana wanafahamu hivi sasa, kumekuwa na uelewa wa Galacticos, lakini hili bonanza la Galacticos ambalo linatarajiwa kufanyika Oktoba 14, wazo lilikuwaje? Sisi ni taasisi ya wachezaji wa zamani. Galacticos ni taasisi ya wachezaji wote wa zamani. Na pia sasa hivi tumetanua wigo, tunaenda mpaka kwa wadau. Yani ukiwa mdau sio lazima umecheza mpira, lakini ukiwa mdau wa mpira tunakukaribisha. Tuna vitu vyetu, kuna ada zetu na nini. Sasa lilikuja wazo kwamba lazima tupate siku ambayo tutakuwa tunakutana nao wachezaji wengine, sababu sisi tayari umri wetu ushaenda. Kwa hiyo tukisema tunakuwa tunacheza sisi kwa sisi itakuwa ipendeze. Kwa hiyo tutafute siku ambayo tutakuwa tutafuta pa veterani wenzetu, tuunganike pamoja tuweze kucheza. Basi ndio tukaichagua tarehe 14 Oktoba ili tuweze kuwa tunacheza, ambayo ni siku ya Nyerere Day. Kwa tutakuwa tunamwenzi, na pale sio mpira tu, pale kuna karata, kuna bao, kuna michezo yote inakuwepo. Kwanza tukutane na wale
wenzetu tuweze kukumbushia. Naona kuna zawadi ambazo zimemwandalia Madaraka Suleimani, mzee wa Kibinyio, kutokana na draft. Ila kuna watu wapo wakali. Wapo wakali, atakuja kupambana nao. Unaamini kwamba Madaraka atashindwa? Anaweza kushindwa, watu wapo. Watu wamejiandaa, sababu kuna watu washakuwa wanapoteza huko. Sasa wanataka kuja kumuonyesha kwamba sasa hivi tumerudi, tuko vizuri. Bonanza linafanyika wapi? Timu ngapi ambazo tunataraji zitaweza kushiriki? Bonanza linafanyika Lugalo, kuna kiwanja cha Lugalo, kuna kiwanja kizuri sana kimetengenezwa pale. Ushapita pale umekiona. Hii njia ya Old Bagamoyo Road. Kuna kiwanja kizuri sana pale Lugalo kipo na tuna ushiriki wa timu 8. Okay. Kutakuwa na timu 8 ambazo zitashiriki. Kutakuwa na Galacticos, kutakuwa na Mwanza Stars, kuna Kibada veterani, Suka veterani, Beka Ranger, kuna Alwaidadi, kuna timu moja iko pale Kariakoo. Mmechagua nini kwa vigezo vya timu shiriki? Hapana, tuliandika barua kwa timu nyingi. Kwamba yule atakayelipa kiingilio basi yeye atakuwa ni mshiriki moja kwa moja. Kwa sisi hatuweki vigezo, sijui mnatakiwa uwe nini, hapana. Tunataka tu wewe uje ushiriki. Ukiweza kulipa kiingilio kile pale, ruksa kushiriki. Kwa hata zingelipa timu 10, timu 20, basi tungejua namna gani tunazichezesha. Mbona mmetuacha? Mmetuogopa? Hapana. Hii hapa sasa hivi tutafanya, kuna kitu tutaongea hapa, tutafanya kitu basi atakuwa nafasi ya upendeleo mweze kuwepo. Wakati mnachukua matukio pale, wakati huo na nyie timu iko kiwanjani kule inafungwa 8, inafungwa ngapi? Sababu timu yenu unajua sijui itashinda kwa nani. Mbona unaweza kututisha sasa? Madata Lubigisa, mbona unaweza kututisha kidogo Lubigisa? Tunawakaribisha. Tena itabidi sijui mechi ya kwanza tuwapange na Galacticos au mnaogopa? Kwa nini yani hiyo ya kwanza Galacticos? Unaona sasa si uko vizuri, unajiamini? Ukiangalia mafundi ambao tulikopo nao, hususan captain mwandamizi Barwan Kamarada Muhuza, wakina Rashid Hamis, wakina nani, mimi mwenyewe nikiwepo, Omar Suleiman, Sharif Bayona. Yaani ya majina nikikutajia tu inawezekana ile maswali tumeona wapi? Lakini tukiingia pale shughuli tunayo. Basi karibuni, tutawakaribisha. Mfumo wenyewe wa Bonanza utakuwaje? Mfumo wa Bonanza tutafanya kama siku zote ambavyo tunafanya, tunagawa katika makundi mawili, timu 4. Ndio. Mechi 3, baadaye tunapata hivyo mpaka tuenda kufaliza finali. Okay. Kwa hiyo tunaanza saa ngapi? Tunaanza saa 2 kamili asubuhi. On time. On time. Yaani timu tutakuwa tayari pale, sababu 2 kamili tunaanza ili mpaka ikifika saa 11 tumemaliza. Watu waende, sababu unajua Jumatano inamkia siku ya kazi. Yes. Ili watu waweze kurudi nyumbani kujiandaa kwa ajili ya kesho kwenda kazini. Kuna zawadi ama mtindo wake upoje? Zawadi zipo. Ndio tunazifuatilia. Kuna huwa tunatoa zawadi ya goalkeeper bora, mchezaji bora, mfungaji bora, na mchezaji wa jumla. Tournament. Sasa sijui utakuwa wewe. Unanionaje? Au utakuwa Machota. Babu ya kuziba. Watu wasizo wanamjua Machota. Na Lubigisa, tofauti ya mabonanza mengine, dhamira ya bonanza hili ni nini? Dhamira yetu kubwa kama nilivyosema hapo awali, ni kwanza tunaenda kuweka afya zetu vizuri, kujuana na maveterani wengine, na pia kuhamasisha maveterani kuingia katika taasisi yetu. Sababu hili jambo sio la wachezaji wa zamani peke yake. Tunapanua wigo ili na watu wengine waje, tuje tushare mawazo, tufanye kitu kikubwa sana. Sababu sisi tuliocheza mpira tukibakia wenyewe, na maana tunakuwa kama tumechukua chumba kidogo tumeenda kujifungia. Sasa tutabakia na akili zetu zile zile, tutafanya hiki. Sasa tunataka tukaamua sasa tutoke, tufanye bonanza ili tupate na wadau wengine ambao wakija wanaweza kaja na mawazo mengine, ideas nyingine, sababu bana tukifanya hivi tutatoka hapa tutaenda pale. Sababu lengo siku moja sisi tuje tumiliki kituo. Okay. Sasa tunamiliki vipi? Ndio tunaanza kama hivi sasa kufanya mabonanza, watu waje, tupate watu wengi zaidi au kuja kuingia katika taasisi yetu. Tukiwapata wale watakuja na mawazo mengine mapya, sababu sisi tumekaa kwa muda mrefu sasa. Hii ni season ya 6 hii tunaenda. Kwa kuna mawazo ambayo yapo, lakini kuna watu wakija wakipush, tunaweza tukatoka hapo tulipo tukafanya kitu kikubwa sana kama wachezaji wa zamani. Sawa, kama wachezaji wa zamani. Ni Lubigisa Madata Lubigisa, nyota wa zamani wa 82 Rangers pamoja na Simba Sports Club. Tunazungumzia kuhusiana na kuelekea bonanza la Galacticos ambalo litafanyika Oktoba 14 katika viwanja vya Lugalo. Kwa mtu ambaye
mkazi wa Dar es Salaam, kidogo ni njia ya Old Bagamoyo Road. Ukitokea Mwenge pale unasogea pembeni tu shule ya Makongo upande wa pili, utaweza kukuta uwanja ambao umefanywa maboresho makubwa. Kiukweli mimi napita njia ile, ndio njia yangu. Kiukweli nikiona kile kiwanja kinanivutia, nikasema haya inawezekana ni matayarisho kwa ajili ya AFCON 2027 nini, kwa sababu wale wameanzisha mradi ule, mradi wao pale kwa uwanja kwa lisali moja wanakodisha $100,000. Kwa hiyo ni mradi ambao jeshi mamo kuanza kama kule Kunduchi kuna viwanja vile NBC pale. Na yani ni mradi ambao sababu si unajua na maeneo makubwa na anaweza kufanya hivyo na viwanja kidogo ni vichache. Kwa hiyo hata kama ni AFCON kuna timu inaweza kufanya mazoezi pale sababu ni uwanja uko vizuri. Yeah. Sawa, Rubigisa, najua tutarejea kidogo hapo pia kwenye masuala mazima bonanza la Galacticos Oktoba 14. Najua weekend hii hapa jambo kubwa sana linalo kwenda kufanyika ni kuhusiana na mashindano ya kimataifa kwa timu zetu 4 za kimataifa. Ugumu ni wa kiasi gani? Najua umecheza na hata safari tamu ambayo nilikuwa naizungumzia ya mwaka 2003-2004 mlianza kuwatoa BDF ya Botswana, ushindi bao 1-0 hapa, kule mkaenda kushinda mabao 3-1, mkawatoa Santos ya Afrika Kusini, mkaenda kuwatoa Zamalek na kwenda kucheza michezo mitatu dhidi ya ASEC, dhidi ya Enyimba Enugu, dhidi ya Ismailia. Unaijua ile ugumu wa mashindano yenyewe. Safari za timu za Tanzania unaionaje na mashindano kwa ujumla? Safari mimi naiona safari bado tunayo timu zetu kutokana na sasa hivi tayari kwa misimu kadhaa hapa tumekuwa tukishiriki na tunafanya vizuri. Na kwa timu ambazo tunaenda kukutana nazo kwa wapinzani wanaenda kukutana na timu zote 4 za kwetu. Naona kabisa uwezekano wa sisi kuendelea huko sababu timu zetu nimeziona zote ziko vizuri, zinacheza vizuri, zina walimu wazuri, wachezaji wazuri ambao wachezaji kila mmoja katika timu yake anatamani kufika mbali. Sababu ukiangalia Singida wale wana wachezaji wazoefu, wanatamani watoke katika hatua hiyo sasa wasogee. Kama mwaka jana walicheza, sasa wanasema mwaka huu kwa nini? Kwa nini sisi tusogee tu tukacheze juu kwa zaidi tuone hiyo raha ya huko wengine wanaoipata. Azam wana kiu, wanataka na sisi tunaona wanavyocheza, wanataka wapambane, wasogee waingie hatua ya pili. Yanga wako vizuri, Simba wako vizuri, wote wanataka kuonyesha kwa kila anayekuja ana kiu fulani ya kutaka kufika sehemu. Kwa hiyo mimi naona kabisa katika safari hii tuliyokuwa nao kwa timu zetu 4 kwa uwezo wa Allah tunafika na tutatoka. Rubigisa, tuangalie Simba yako. Natamani tuangalie Simba yako, timu ambayo ilikuonyesha katika piki ya hali ya juu. Unaiona safari yake ipi dhidi ya baada ya kuwatoa Gaborone United na sasa wanakwenda kupambana na Nsingizini Hotspurs? Safari kwenye timu yangu mimi bado naiona ipo. Safari ipo na itaendelea kuwepo sababu hawezi kuishia hapo kama kawaida. Sababu lengo la mashabiki na viongozi, wachezaji wote wa Simba yani wao wanaitaka finali. Sasa kama wanaitaka finali na maana finali maandalizi yake yanaanza kwenye mechi kuanzia ya kwanza. Kwa hiyo ya kwanza tushamaliza, tunakuja kwenye mechi ya pili ambayo ni mechi 2, pia tunataka tufanye kazi ili tuweze kutoka tusogee huko. Na inshallah tunaenda. Miongoni mwa jambo lilikuwa linakutofautisha na wengine nafasi nyingi kucheza uwanjani. Mwanzo nilikuwa nagusia hapa, ukienda upande wa kulia Simba alikuwa Saidi Swedi Panucci, ukienda kushoto Ramadhani Waso Ramadhani, ukija katikati najua Vista Costa na Boni Pawasa. Hapo tena kuna Amani Baruku, kuna Patrick Betwell, kuna Jamstam Amrisaid, Masawe mwenyewe, kuna Masawe, kuna wewe. Hali ilikuwaje kutafuta namba zaidi ya 1? Kwanza mimi wakati naanza kucheza nilienda huko nyuma nilikuwa nacheza striker. Okay. Nilikuwa nacheza striker. Ikawaje sasa? Kuna kocha mmoja ndo alinifanya kwanza alinifanya niingie kwenye mpira. Okay. Marehemu Sylvester Mashi. Okay. Mwenyezi Mungu amrehemu. Sasa yule afu mpira wenyewe kwanza mpaka anakuja kunipata na nicheze mpira wenyewe nilikuwa siutaki. Mimi nilikuwa nacheza basket. Okay. Kwa napenda sana basket. Lakini sasa tunapocheza kwenye vile viwanja ni vya kanisa. Si unajua vya kanisa vinakuwa vikubwa. Kwa hapa kiwanja basket pale volleyball, hapa mpira wa miguu. Kuna mdogo wake na Bakari Malima anaitwa Ramadhani, anajua sana mpira kuliko watu wote katika ukoo ule. Lakini ndio akufanikiwa kucheza. Alishia huko chini. Yule nikamwambia nige viatu. Kanipa viatu nikaenda kucheza mazoezi nasimama na Mashi nikacheza. Mashi ndo anauliza pale bana huyu vipi? Anambia bana huyo mpira ana mpango nao yani haupendi yani hataki kucheza. Anambia huyu mimi mpira atacheza.
Umeona? Basi kesho yake tumekaa sehemu, kaja na vifaa, si unajua mwalimu kashamo kaniletea viatu na kwa mimi kweli nilipopata viatu alikuwa kipindi kile alikuwa anacheza Kenya. Kwa amerudi na zile jezi Stars kasbi nini. Kwa alivyonipa vile mimi kuna kimoradi fulani hivi kaja kwa nikaingia niwecheza. Basi tukacheza mashindano fulani pale ya Jimbo Cup, nikafanya vizuri, nikasajili watoto. Toto Afrika wanakisha mapana. Mwaka 99. Sasa kusajiliwa pale zile jezi nikawa nikivaa zinaniwasha. Nikakimbia. Nikakimbia nikachana nao, basi wakija huku nilikuwa na utanisumbua sana, mimi nikaondoka nikaenda zangu kijijini kwa huko kwa mzee Rubigisa nikaenda kukaa. Kwa ligi ile imeendaenda sasa mashi pale Toto akafukuzwa. Akaenda Ete2 Rangers. Kwa alivyoenda Ete2 ndo akanitafuta mimi. Kwa mtu wa kwanza kabisa anaitwa Ete2 anatafuta mimi naenda kule na sasa utakaa hapa hii timu ya jeshi hapa kila kitu kiko safi. Ndio nacheza ligi daraja ya kwanza mwaka 2000. Tunapandisha timu, maisha yakaendelea. Sasa mimi hapa nacheza striker. Sasa tukaja kucheza mechi moja na Yanga. Tulicheza Lindi, tukawa tunacheza mechi na Yanga. Wale mafurubeki wetu wote wa kulia siku wanaumwa. Wakina nani? Yupo marehemu Hafizi Mzezere, Mungu amlaze marehemu peponi. Yupo na fullback mmoja naye ni askari, wote walikuwa maskari. Anaitwa Richard Mganga. Wote wanaumwa siku. Sio kuumwa eti ile wanaumwa kwamba wanaumwa kweli. Lunyamila wa moto. Edibis. Wakisema hii dhahabu. Lunyamila wa moto. Wote wanaumwa. Yule mwalimu akaja akaniambia bana sikia, kaniita njoo. Wewe leo unacheza fullback afu mimi ile sikutaka kuchukulia naye nikamwambia baridi. Mimi naenda kuzima. Tumetoka pale tumekuja vitangaza line hapo watu wanacheka. Nikamwambia sasa mimi Lunyamila mimi huyu mimi anipeleka national team tena. Sababu nilikuwa nishaitwa national team wakati mpo daraja ya kwanza, afu kidogo nikawa sijaitwa kama mara 2-3. Nikamwambia mimi anarudisha national team. Kwa hiyo tumeenda kucheza pale, tumecheza fresh. Lunyamila kaweka 2. Shauridi kaweka 2. Lakini mpira unaisha ile jioni ile majina yanatajwa Stars mimi nimo. Kocha alikuwa nani Stars? Alikuwa Mshindo Sola. Hafiz Badru na Sianga naye aliitwa alikuwepo. Tulikuwa na makocha kama 4. Na Mokake marehemu Mokake. Ernest Mokake. Akaitwa basi. Ndio sasa safari tena ndio ikawa imeshakuwa hapo, basi ndio ilikuwa imezoea bana fullback. Lakini sasa nikija huku Stars Mshindo anichezeshi sababu mwalimu mkuu alikuwa Mshindo Msola. Alikuwa anichezeshi pembeni, anichezesha ndani. Kwa na double mimi na Mwansasu. Kwa nacheza ndani. Kwa hiyo ikawa ndio imeshakuwa hivyo. Kwa hiyo ndio kwa sasa hata nilivyokuja Simba ikawa ni Sianga sababu ni national team niko naye huko nikaona na naona kule mimi sometimes nacheza ndani. Kwa hiyo kija huko kitoka mbaba wewe unacheza ndani. Siku nyingine kwamba wewe unaweza ukacheza pale juu unaenda unacheza namba 8. Kwa hiyo ikawa sieleweki. Kwa hiyo siku hiyo yani mimi naweza nakaa nasubiria jezi. Bana wewe unaanzia pale twende. Hapo katikati una Matola afu juu una Christopher. Katikati kuna Matola. Yaani unaona Christopher wakati anakuja Simba ni beki yule. Kwa amekuja hapa Simba amekuja kubadilishwa tu kutoka na yale matumizi sasa kwamba mwalimu Sianga anataka wote watu wacheze. Ndio maana ulikuwa unaona kuna wakati Matola anacheza namba 6, Christopher anacheza namba 8 au Matola anacheza namba 8, Christopher anacheza namba 6. Lakini kipindi hiyo kuna Primus Kasonzo yupo nje. Kasonzo kutoka Tanzania Prisons na sakata lake lile. Wakati Primus anatoka kule Oswald nani na Henry Moise anaenda Yanga. Oswald anabaki. Unajua kizungumzia Prisons inanigusa kwa sababu nilikuwa naiona ni prisons za kwetu sisi kidogo watoto ambao tumeelewa magereza kidogo ya moto yani ndo wakina Oraf Mwamlima wakina Sudi wale kwa hiyo huku Dennis Edwin kwa Amani Simba pia yani ukiangalia Oswald Morris Ngonye kina Paulo Mokiwa baadaye wakaja mbele ikopo ni hatari sana kwa kitu kikubwa sana ya moto sana kuna moment ambayo unaimiss ya moto sana hiyo prison sawa bado tupo na Rubigisa tuna angazia kidogo kuhusiana na mashindano ya kimataifa lakini hususan pia majambo mazima kuhusiana na jambo lao la Galacticos Oktoba 14 tulikuwa tunagusa hapa na pale. Kuna kitu ambacho wachezaji wanakikosa kutoka kama kitu kama cha kwako kucheza namba nyingi uwanjani? Watoto wa sasa hivi yeye akija anacheza fullback. Yeye huko alikotoka toka ameanza kucheza anacheza fullback. Afu mwalimu wake anamuona kabisa huyu fullback hawezi kucheza anaweza kucheza winga. Basi akaambiwa akacheze winga yeye atake. Anaona kabisa kama anapotezwa. Kumbe yule mwalimu kuna kitu kakiona. Umeona? Ndio maana akambadilisha na kwamba nenda akacheze pale. Sasa wao yani sijui ni nini yani
kutokujiamini, yani hata siwaelewi wengi. Sababu mimi nimekuona, najua kabisa wewe unacheza, lakini hapa kuna vitu unakosa, au hapa pale ndo pazuri zaidi kwako wewe, unaweza kufanya vitu vizuri zaidi. Sasa yeye sababu ametoka huko, anajua mimi ni fullback au mimi ni namba 4, si namba gani. Sasa wanatakiwa wajifunze, wabadilike. Mwalimu akikubadilisha, nenda hapa, wewe nenda, afu msikilize yeye anasemaje, afu fanya anavyosema yeye, uone kama uweze kufanikiwa. Nimeona kwa Simba kwa Nabi Kamara, naye anacheza fullback ya kushoto, analetwa kati, anacheza kama kiungo mkabaji na yenyewe, na unamuona anavyo perform. Yani pote atakapomweka ana perform vizuri, sababu tayari yeye kwanza yani anakubali hivyo. Ndio maana kuna siku nilikuwa naongea sio, na nikasema mimi kama nilipata bahati ya kuongea na yule mtoto wa Sasambi, mimi nataka nimwambie akomae kwenye fullback. Na baada ya kurudishwa upande wa yani akomae hapa, akikomaa hapa yule, yani baadaye atakuwa mwenyewe atakuja kuona fullback na kumpeleka. Atafanya vizuri sana. Lakini akipenda, sababu ili wewe mwenyewe upende, sababu anaweza karudishwa hapa huko sijui, anaweza kama amerudishwa pafu yeye mwenyewe anaona mimi bana fullback bana, mimi nataka, kumbe hapa anaweza kaanza hapa chini kushambulia kwenda juu, na inakuwa rahisi sana kwa kasi aliyokuwa nayo, na gani vizuri, si unapiga unaenda, afu umeshafika unarudi tena unakuja kuripoti. Ni kama ilivyokuwa kwa Paulo Godfrey Nyang'anya boxer alivyokuwa Yanga, alikuwa anacheza kama winga afu baadaye akarudishwa na Mwiza. Yani inawezekana kabisa. Kwa hiyo yule mtoto kama akicheza pale atakuwa mrithi mzuri wa Kapombe baadaye. Unaionaje eneo lako la ulinzi la Simba? Eneo pale nadhani walimu huko waliko wanalifanyia kazi. Kuna jicho ambalo kiliona unasema kuna kitu hakipo sawa. Pale kuna uzito fulani. Sisi wale center back wetu wote wale wawili pale ndani, kuna hawana speed. Ila kuna mmoja ana timing sana, pamoja na kwamba speed yana. Rushani. Wewe ana timing sana. Yaani wewe utakimbia na mbio zako, lakini mpira wa mwisho lazima yeye atacheza. Kwa hiyo tayari ana silaha yake. Sasa yule mwingine ukishapigwa yule nani, yani yeye akikimbia basi akiachwa ndo ameacha. Nadhani uliona siku ile walivyo namna gani na Gaborone. Sasa pale ndo kuna watu wanaweza kutusaidia. Yule mtoto wa Moshi yule nani alitoka JKT, Wilson Nangu. Nadhani yule akicheza pacha na yule Roshana, kuna jambo litakuwa zuri sana pale ndani. Sana. Sawa. Kwa jicho langu mimi. Uzuri kuna sio jicho la makocha. Sio jicho la makocha basi, kwa jicho langu mimi. Sawa. Na uzuri ni kwamba umecheza, umeitumikia hizo nafasi, kwa unazijua kwa uzuri wake sana. Tumalizie Rubigisa na jambo letu. Naamini kwenye mabonanza kama haya, shughuli nyingine inakuwa ni wadau kuweza kujitokeza na kuweza kusupport. Mwitikio upoje kwa wadau? Wadau, tuna wadau ambao tumekuwa tukiwafuata na wamekuwa wakitusupport sana katika jambo letu kila mwaka tunapokuwa tunafanya. Lakini bado tunahitaji support zaidi kwa wadau wengine wengi, sababu kama nilivyokuambia awali kwamba tunataka watu. Kwa hiyo sisi tunapofanya hivi tunataka watu waje. Kwa hiyo wadau wengine bado tunawaalika, na mwakani tumepanga kuanza mapema zaidi kutafuta wadau, masponsors namna gani waje wengi kuja kutusaidia, ili tunataka liwe bonanza kubwa sana, sababu sisi wenyewe ni wakubwa. Kwa hiyo tunataka tuliwe kubwa sana ili bonanza ambapo hii tarehe iheshimiwe kwa kupitia bonanza letu. Kwa hiyo tutafikia kutafuta mpaka timu za mikoani namna gani watakuja, tutajua kuna wakati tutafikia tutachezesha hata kwa siku 2 ili mradi tu tuweze kupata jambo. Watu wanasema hawakuoni kwenye Simba Veterans. Bana, mimi kwenye Simba Veterani bana mimi kiongozi, mimi katibu. Sasa siku moja na lakini miguu yenyewe ishaoza ndugu zangu. Lakini siku moja nipo. Afu sasa pale tayari watu wapo wanafanya kazi. Kwa hiyo inabidi nafanya mipango mingine ya utawala, afu watu waende kufanya kazi. Nasikia Galacticos kila mtu ana jezi yake. Lakini wewe ukija utanunua ya kwako. Wito wako kwa jezi zipo, Galacticos jezi zipo na za wenye nazo wanazo. Yaani kila mtu na namba yake. Yaani Philip Alando anayo kwake, lakini wewe ukija utakuta zipo nyingi, sababu Galacticos tunanunua, yani tukinunua seti ya jezi basi tunanunua seti pair moja tunakuwa nazo 60. Mimi nataka nichukue ile namba yake Philip Alando. Namba 20, namba 22. Ndio ya jezi ya Philip Alando. Ugomvi na unajua tutachukua baadaye. Wito wako kwa wadau, mashabiki kuja kujitokeza na sisi mimi naomba hiyo siku ya tarehe 14 kesho kutwa basi pale Lugalo iwe sehemu ya mtoko kwa wadau, kwa mashabiki watoke basi waje pale waje kuona jinsi bonanza linavyokuwa, watu wanavyofanya, yani iwe sehemu yao kama
wasiende huko. Kama unataka kwenda kupumzika sehemu, kupiga namna gani, basi wewe njoo pale uje upate burudani ya mpira. Na hivyo vitu vingine utavikuta. Sawa. Mimi nishikilie hapo vitu vingine tutavikuta. Tutavikuta pale pale vyote vizuri vitakuwepo. Mimi uzuri yeye ni njia yangu. Nitapita pale kwa ajili ya kuweza kuangazia. Watu tutakukaribisha, tutawapeni mwaliko au mnaogopa? Tumesema pale mwanzo. Basi mwaliko mtapata. Nyie leteni mwaliko afu tuweze kuona. Alando atafanya jambo, atawapigia simu, ataandikia barua, mwepo mfike mje kwa simu yake ni moja tu. Moja tu mje tuje tumalize jambo. Sawa. Mimi nakushukuru sana Lubigisa, imekuwa jambo jema sana kuweza kuungana nawe kwa wakati huu hapa, lakini pia kuzungumzia kuhusiana na masuala mazima ya wakilishi wa timu zetu katika upande wa kimataifa. Najua tutakutana tarehe 14 na kuweza kufurahi au vipi? Sasa karibu sana. Asante. Ni Lubigisa, Madata Lubigisa ambaye tupo naye hapa na tumezungumza mengi sana kuhusiana na Galacticos bonanza lao la tarehe 14 Oktoba, lakini bila kusahau tumegusa kidogo safari yake ya maisha pia tumeweza kuingizia hapo. Najua udambu pia na yenyewe lazima uwepo, lakini pia kucheza namba nyingi, ushindani ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Kiukweli kabisa Simba ya mwaka 2003 2004 kama tulivyokuwa tunazungumza hapo mwanzo ilikuwa imesheheni nyota mbalimbali. Kila eneo, kila idara ilikuwa ina wachezaji wengi sana, hususan kama goalkeeper ulikuwa unazungumzia Tanzania 1 basi ni Juma Kaseja, lakini yupo Kevin Mhagama. Ukiangazia Faruk Ramadhani alikuwa anatoka Zanzibar, naye alikuwa ni miongoni mwa goalkeeper wazuri. Lakini hata ndani pia na yenyewe ushindani wa kila Christopher pamoja na Suleiman Abdallah Matola, zamani sisi tukimfahamu kama Veron kabla kuelekea Super Sports United Mathanta Fanta. Hayo ni awamu ya kwanza, tukiwa na bado na tuendelea kutufuatilia. Hii ni Sports AM ndani ya Sports 1 HD, Azam Sports 1 HD. Mimi ni Saidi Salim Msumi, tukiweza kuangazia mengi sana. Awamu ya kwanza ilikuwa ni awamu ya mahojiano ambayo tuko na mgeni wetu hapa Lubigisa, Madata Lubigisa. Tumeangazia mengi sana, tumekushibishia mengi sana kutokana na kile ambacho tumekuwa tukizungumza, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na bonanza lao la Galacticos ambayo itafanyika tarehe 14 siku ya Nyerere Day. Na kwa wakati huu hapa tupo awamu ya pili. Kwa wakati huu hapa na ungana na ndugu yangu Evans Malia, You Will Never Walk Alone. Daima utotembea peke yako. Unaweza kusema ile wimbo ukisikiaga walk you will never walk alone. Hiyo ilikuwa ni Attack 2005 Istanbul. Nakumbuka hiyo mechi nilikuwa niko chuo kipindi hicho. Alafu chuo kizima mimi ndio nilikuwa mshabiki wa Liverpool. Alafu wakati tunapigwa 3 walikuwa wananicheka wote. Sitaka alisahau maisha yangu. Ni kati ya mechi ambayo nakumbuka zinaita hisia kubwa sana. Lakini baadaye tukarudi goli 3 na kushinda. So, unaweza ukapata furaha ambayo nilikuwa nayo. Kiukweli mimi naikumbuka kwa sababu kwangu ni majonzi. Kwa mimi ni muumini Milanista, Forza Milan, Calcio di Milan. Kwa hiyo inanikumbusha, na nimekumbuka kwa sababu katikati hapa wiki ilikuwa ni kumbukiza kuzaliwa kwa goalkeeper Nelson Dida. Goalkeeper zamani wa Milan pamoja na Brazil. Kwa hiyo miongoni mwa rekodi ambazo ziliwekwa pale, iliwekwa mataji mawili ya UEFA, lakini niliumia kuliona taji moja lilikosa. Pole sana. Ilikuwa siku ya furaha sana kwangu katika historia ya Liverpool. Sawa, Liverpool ndio maana unaweza kuhusia. Umenifurahisha sana. Sawa, kwa sasa tukiwa katika sehemu hii hapa tukiweza kuangazia taarifa mbalimbali za kimataifa. Mojawapo tuanze kuangazia kuhusiana na masuala mazima ya kufuzu kwa finali za kombe la dunia ambazo zitafanyika mwaka 2026 katika nchi 3 ambazo ni Marekani, Canada pamoja na Mexico, ama wengine wanapenda kuita Mexico. Kumbuka kwamba tayari kuna timu zimeweza kukata tiketi ya kuelekea katika finali ambazo zitafanyika kwa Rais Donald Trump, ambazo finali hizo zitafanyika kuanzia Juni 11 mpaka Julai 19 ikishirikisha timu 48, ambapo tayari wenyeji kutokea katika ule ukanda wa CONCACAF, Marekani, Canada na Mexico ama Mexico wenyewe tayari washafuzu. Lakini kwa upande wa Asia, timu ambazo zimeweza kufuzu ni pamoja na Japan, miongoni mwa timu ambayo ina rekodi tamu sana katika finali za kombe la dunia, sio kwa ajili ya kufanya vizuri, lakini utamaduni wao pindi ambapo wakiwa wanaondoka katika finali hizi basi huwa wanafanyaga usafi na kuacha maeneo yote kuwa safi.
na kuandika kwamba Japan tulikopo hapa. Lakini pia timu ya Iran imefuzu, Korea Kusini na yenyewe pia wamefuzu. Na unapozungumzia Korea Kusini na mimi Evans, utakuwa unakumbuka zile finali za 2002 Korea Kusini na Japan, wenyewe walikuwa na moto wao mmoja mtamu sana katika finali zile. Watu wamefanana, hujui unacheza na nani. Sitasahau kabisa. Kuangalia mechi ya asubuhi saa 2, saa 4, saa 6, saa 8. Kule ndio inakuwa saa 12 yao. Wanatutuzidi masaa 5 mbele. 5 na 6, yes. Na uwanja wao ule wa kiota cha ndege, bed nests. Kumbuka pia nchi zingine ambazo zimefuzu ni pamoja na Australia, Kangaroos hawa, Jordan pamoja na Uzbekistan. Hii ni kutokea bara la Asia. Lakini Amerika Kusini tayari Argentina Albe Celeste, wenyewe chini ya Lionel Scaloni ambao ni mabingwa watetezi chini ya Lionel Messi. Brazil Seleção wamefuzu, Colombia wamefuzu, Ecuador, Paraguay pamoja na Uruguay. Lakini bila kusahau Afrika sasa, timu ambazo zimefuzu mpaka sasa ni Morocco, Tunisia Tai wa Carthage, Egypt Mafarao pamoja na Algeria Mbweha wa Jangwani. Wakati Oceania ni New Zealand tayari ambao wenyewe wamefuzu tayari. Inawezekana mjadala ni kanda ya UNAF kwa wakati huu, tayari timu zao wameenda Morocco. Tunajua nini ambacho walichokifanya. Inawezekana dunia inawasubiri sasa baada ya kuwasimamisha watu kama Hispania, Ureno. Sasa Morocco ana kitu cha kufanya na historia tamu ya kuvunja ya Cameroon ya miaka 90, ya Senegal mwaka 2002, Ghana 2010. Morocco sasa, Evan. Morocco wamekuwa wanafanya vizuri, kwanza tukiangalia kwanza kwa Afrika na katika ngazi pia ya klabu, na imeonyesha walifika hatua ya nusu finali kombe la dunia sio kwa bahati mbaya. Walid Regragui kocha wao ambaye tayari yupo nao, experience amepata ya kutosha, wana wachezaji ambao wanajua machungu ya kupoteza nusu finali ambao alipoteza dhidi ya Ufaransa. Mimi tunawapa nafasi kubwa kwa jinsi wanavyocheza. Timu yao imeendelea kuimarika, timu yao imeendelea kuweza kupata experience ya kutosha, wachezaji bado wale wapo. Na kwangu mimi katika timu za Afrika, ukiachana tu na performance, unajua kuna timu tunasema kama Senegal 2002 ziliweza kuperform vizuri, lakini ukiangalia 2006 haikuwa tena vile ambavyo tulitarajia. Lakini wenyewe ukiangalia hata kwa sasa, ukiacha tu timu ya taifa ya Morocco, kwa sababu 2006 naamini ilikuwa ni mshangazo wa timu zilizofuzu, kwa sababu ilienda Angola ya kina Flavio, kina Fabrice Akwa, ilienda Togo ya Ismail Kadel pamoja na Emmanuel Shea Adebayo, ilikwenda Ivory Coast ambayo ilikopo ina Magaracha Galacticos unaweza kusema, ambao na wenyewe walipangwa kundi gumu sana dhidi ya Argentina, dhidi ya Holanzi, hawakufua dafu zaidi ya Serbia. Sasa Morocco unaiangalia kwa timu ambayo imeendelea kuimarika uzoefu, lakini napenda walivyokuwa wanacheza kombe la dunia, ndio walikuwa wanacheza kutokana na mazingira na timu tunayocheza nao. Kocha alikuwa anatumia maarifa wanavyoset timu yao, akijua tunacheza na Spain, wanacheza short passes, sisi tutaziba, tunasubiri counter attack. Hatuna wachezaji wenye quality ya kuweza kupishana na Spain. Cheza na Portugal vile vile wakiwa wanajua hatuna wachezaji wa kuweza kupishana nao. Kwa hiyo tactical approach nataka kumpa pongezi sana Walid Regragui. Anajua tunaendelea kucheza vipi. Homework yake anafanya vizuri. Na sishangai kwa nini wameenda kuqualify tena, na kama watakavyoendelea, na nategemea watafanya vizuri kwenye kombe la dunia katika vilabu ambavyo zinakwenda kuqualify katika timu za taifa hizi za kutoka barani Afrika. Morocco anawapa nafasi kubwa sana, na hata wanavyocheza they are very compact, na wanajua wanataka kufanya nini. Na mimi katika inarudia tena, kundi limewabeba hapana, ambao walikopo na sisi, walikopo na Kongo, wapo na Zambia, Eritrea ilijiondoa. Kundi limewabeba Morocco kila wanapocheza, uwezo kusema kundi limewabeba. Sasa angalia walicheza na Portugal wakamtoa, wakacheza na Spain. Wenyewe ni jinsi timu yao wanavyo set up. Anawadharau mechi wanavyocheza, na ushangai ni jinsi gani Morocco wameweza kuwekeza, na hii ni matunda ya uwekezaji wa chama cha mpira cha Morocco, facilities zao walizoweka,
na kuajiri watu kutoka Europe. Mmoja wao akiwa ni akitoka katika klabu ya Liverpool aliyelipa mafanikio Tuanzelf akiwa chini ya Jurgen Klopp. Lakini wanachukua elite people ambao wanaweza kuwapeleka mbele kwa zaidi ya miaka 10-15, na ndio maana Morocco ukiangalia timu ya wanawake, ukiangalia vilabu, ukiangalia CHAN tena hapa kwetu tumeona wamebeba. Kwa hiyo timu ya taifa pia unaona wana progress, na mimi sitashangaa kuona Morocco kama akipata group nzuri akaenda akafanya vizuri katika hatua za kombe la dunia. Ukiangalia Misri watu wengi tunakitaja kizazi cha Hassan Shihata cha mwaka 2006 2010, kushinda AFCON 2006 wakifunga Ivory Coast, walichukua AFCON 2008 wakifunga Cameroon, wakarudi tena 2010 katika nchi ya Angola wakibeba kizazi cha dhahabu ambacho cha kina Abu Trika, Hossam Hali, Wael Goma, Samuel Haidari, wakina Mohamed Barakati, kina Gedo, lakini baadaye ikawa hamna jambo. Inawezekana finali za mwaka 2018 kidogo ukawa na majonzi kutokana na Mohamed Salah kuumizwa na Sergio Ramos. Inawezekana sasa Misri tuwataraji kwa kuona hawa wachezaji wao ambao wametapakaa sasa. Ukienda Manchester City unakuta kina Omar Mamouche. Kwa Misri wachezaji wao wengi mara nyingi walikuwa wanacheza ligi ya ndani. Umemtaja Abu Trika, mimi ndio favorite player wangu barani Afrika, hata waliocheza Europe. Mimi favorite player, unajua kuna kocha, kuna nani, mimi favorite player wangu ni Abu Trika kwa sababu napenda wachezaji ambao wanatumia maarifa na wanacheza kwa maslahi ya timu. Na Misri ambaye alikuwa akifanya hivyo alikuwa ni Mohamed Abu Trika. Wamekuwa na kizazi cha kina Hossam Hassan ambaye ni Watanzania tunamjua sana, alikuwa akituadhibu na Al Ahly, alimkabadhia lakini tunamfahamu sana kwa jinsi ambavyo alikuwa akituadhibu sisi Tanzania Hossam Hassan. Lakini Misri pamoja ni timu ya taifa ya kwanza kuqualify katika kombe la dunia, lakini ni timu ambayo haijawahi kushinda katika kombe la dunia, kushinda mechi hata moja. Haijawahi kushinda, na inakwenda kwa mara ya 3, na ina wachezaji wa kina Mohamed Salah ambaye tayari amekuwa katika piki ya career yake, lakini inakuwa sasa anakwenda kwenye ascending kwa sasa ana descending kwa katika kutokana na umri. Wala wachezaji wanacheza nje, lakini wenyewe wanaenda wanataka kwanza kushinda mechi ya kwanza katika kombe la dunia, hawajawahi kushinda. Kwa hiyo ni timu ambayo ninaipa nafasi, lakini sitarajii sana itafanya makubwa katika kombe la dunia. Labda iwe ni surprise package kama ilivyokuwa Senegal 2002. Sidhani kama wanaweza wakafanya vizuri sana Misri. Itategemea pia na kundi ambalo watakuwa wamepangiwa, lakini wana decent team. Unajua ulivyozungumza hapo Senegal, katikati ya wiki hii kulikuwa kuna mjadala kidogo kwenye podcast kidogo ya nyota wako Ian Skyper, Steven Gerrard alikuwa anazungumza na Rio Ferdinand. Alisema kwamba miongoni mwa vitu ambavyo alishangazwa, uamuzi ambao ulikuwa umeshangazwa ni bodi ya Liverpool kumsajili Alhaji Diop badala ya Nicolas Anelka, akisema kwamba unamwangalia vipi mchezaji kwa siku 5 kwa mechi 5 za kombe la dunia, kwa kombe la dunia mwaka 2002. Sasa mimi baada ya kuona ule mjadala nikabidi niende kwenye account ya Alhaji Diop. Kwenda kwenye account ya Alhaji Diop, yeye kumbe alimposti Papa Bouba Diop. Ilikuwa ni kama siku 2 hivi kuadhimisha miaka yake 4 au 5 tangia fariki. Kwa ile aliandika ile na nilia kwamba kumkumbuka yeye ndo alitoa ile pasi kwa chini akateleza Papa Bouba akafunga. Na ilinikumbusha kitu kikubwa sana kwa sababu jinsi ambavyo marehemu kocha Bruno Metsu alivyokuwa ameisuka ile timu na alivyoambia wachezaji dressing room kwamba tunaenda kupambana na bingwa mtetezi, tunakwenda kupambana na taifa ambalo lilitutawala. Na France walikuwa wana wachezaji 3 ni top scorer katika ligi. Thierry alikuwa top scorer wa English Premier League. David Trezeguet kipindi hicho alikuwa top scorer wa Serie A. Djibril Cissé alikuwa top scorer wa ligi ya Ufaransa. Watu waweze kukumbuka hivyo. Na Senegal
walipata ushindi. Ujue walikutana na timu ya namna gani. Wana wachezaji ambao ni top striker na wamekuwa wafungaji bora katika nchi zao, lakini Senegal walipata matokeo. Na hiyo ndio nasema ni surprise. Inaweza kutokea labda kwa Misri ambaye naiona kama ni decent team, sio, na itategemea watawekwa kwenye kundi gani, lakini ndio maana nasema hivyo, na hapa na benefit of the doubt, lakini ni timu ambayo sioni kama inaweza ikafanya vizuri sana katika mashindano ya kombe la dunia, lakini niwapongeze kwa kuweza kupata nafasi ya kushiriki, na wenyewe mimi nafikiri moyoni mwao wanataka waweke historia ya kushinda mechi hata moja katika kombe la dunia. Katika historia yao hawajawahi kushinda. Unajua tulikuwa tunataja Senegal Evans kikosi cha Senegal cha mwaka 2002. Unajua zamani chumbani unakuwa unabandika hivi kwa hiyo nilipata kikosi cha Senegal. Kwa hiyo wale nyota wote wale, Tony Silva, Omar Daf, Ferdinand Coly, Salif Diao ambaye kuja Liverpool, Henry Camara, Khalilou Fadiga, Papa Bouba Diop, Lamine Diat, yani wale wote wale. Kwa nikiona nikaangalia hivi, Omar Daf kulia, Ferdinand Coly yupo hapa, Lamine Diat, Habib Beye, sio kina nani, Aliou Cisse, captain. Kwa hiyo ni kikosi fulani hivi, na the way ambao mpaka walikuwa wamefika hatua ya robo finali na kuondolewa na Uturuki, kiukweli nilitokea kumchukia Ilhan Mansiz sana. Hata mimi sisi wote tulikuwa nakumbuka tuna support Senegal. Na lile goli la dakika, nafikiri lilikuwa golden goal, silver goal ilikuwa, alifunga na mechi ikaisha. Yes, kwa kweli iliumiza sana, na tulikuwa wote, nafikiri Afrika wote tulikuwa tuna support Senegal kipindi hicho. Sawa, miongoni mwa timu ambayo imequalify ni Algeria, mbweha wa jangwani. Takwimu zao tamu sana. Unaweza kuzungumza kidogo kuhusiana na World Cup ya mwaka 2014 ambao walitolewa na Ujerumani, Da Mannschaft, golikipa Rassi Boji golini na kadhalika, lakini mwisho wa siku Algeria kina Riyad Mahrez tumeiona ina wachezaji wengi ambao kidogo na wenyewe pia wameanza kuondoka katika soka la ushindani. Umake ya kipindi cha nyuma kidogo kina Yasin Ibrahimi, Islam Slimani huwezi kumtegemea tena, makali yamepungua. Tuwataraji na wenyewe kwa uwezo huo ama ni turufu tu? Na wenyewe wamefanya vizuri sana kuliko Misri. Najua historia haidanganyi, historia inatupa jinsi ya kuongelea future. Na performance yao imekuwa ni decent. Tumeongea hapo 2014 walitolewa na Ujerumani. Lakini mimi huwa naangalia timu inavyokuwa ina set up wakiwa ina mpira na ikiwa ina mpira. Algeria wako very compact wakiwa wana mpira na wako wanacheza strategic. Sio ni watu wanacheza watu wanapenda sana soka, unasema soka biriani, kuentertain. Wanaangalia tunacheza na nani, approach yetu ni vipi na tunashambulia vipi. Mahrez anakwenda katika na yeye descending kwa sababu yuko tayari yuko katika ridi ya Saudi Arabia, lakini anafanya vizuri sana. Hata ukimwangalia hata mwili wake ameongezeka, lakini ni mchezaji ambaye ana zile killer passes, anafanya decision, anaweza akafanya decision kubwa sana katika final third ambayo ikapelekea timu kupata ushindi. Pamoja generation yao hilo wakina Slimani wanaondoka sasa hivi wametea, lakini ni timu ambayo haidependi kwa individual. Wana Bentaleb ambaye tayari na yeye ana experience, lakini ni timu ambayo inacheza kitimu. Na mimi kwangu Algeria, na ndio maana hata walivyotolewa na Ujerumani 2014 hakuna mtu alitegemea kwamba Algeria itafika katika hatua ya kuweza kuvuka hatua ya makundi. Mimi nawaona wanaweza wakaenda wakafanya vizuri Algeria, kwa sababu they are more of a team, hapo kwa ajili ya kucheza individually. Na mimi kwangu ni timu ambayo ninaiona inaweza kufanya vizuri. Cha msingi cha kuombea tu isipate group of death. Unajua ukipata timu kama zile inakuwa ni ngumu sana, lakini kama watapata timu kidogo za kuweza 2-3 hivi ambazo zinaweza kuwa wako nao pamoja, sitashangaa kuiona tena ikivuka hatua ya makundi. Evans wetu umetupa mkono kidogo, lakini naamini weekend ijayo tutakuja kuangazia timu za Afrika ambazo zimekwenda zote. Haki tunaenda kuimaliza hii turufu kapa katikati hapa mpaka tarehe 14, na miongoni mwa watu wanaangalia ni kuhusiana, kuna vita kati ya DRC dhidi ya Senegal, alafu kuna vita kati ya Nigeria
ambaye yupo na Benin, yupo Afrika Kusini. Na baada ya sakata la Afrika Kusini na kumchezesha Teboho Mokoena kukatwa alama 3, Benin anakwenda kucheza dhidi ya kikosi cha Nigeria kwenye mechi za kuweza kuja kuamua. Wanacheza Nigeria. Afrika Kusini walicheza na Zimbabwe. Ndiyo. Katika uwanja wa Moses Mabida. Zimbabwe akiwa yuko nyumbani. Uwanja ulikuwa full house. Mechi imeisha suluhu. Watu wa Afrika Kusini wanaumia kweli kweli. Lakini pia Nigeria akata na mechi dhidi ya Benin. Benin inafundishwa na mwalimu Mjerumani Gernot Rohr ambaye aliwahi kuifundisha Nigeria. Kuna utamu fulani wa kundi hili la kwenda kuamua hatima. Ninaona South Africa inacheza na Rwanda. Na Rwanda, yes. Na ili ya qualify inabidi Nigeria aweze kupata ushindi. Na South Africa akishinda, kama Nigeria akimfunga Benin anahitaji draw tu peke yake ili aweze qualify. Kwa hiyo Nigeria akishinda, South Africa akamfunga Rwanda, ambayo mimi naiona ana chances kubwa sana ya kumfunga Rwanda, basi South Africa atakuwa amequalify na kufanya mechi ikuwa ya kuvutia sana kuangalia katika kundi hilo. Nafikiri wanacheza kesho. Yes, itakuwa ni mechi ya kuvutia sana. Shukrani sana Evans Mali. Kulikuwa muda wetu hautoshi, lakini kuna vitu vingi sana kuweza kuchambua hapa. Alikuwa ni Evans Mali ambaye tumekuwa tumeangazia kuhusiana na kufuzu kwa fainali za Kombe Dunia mwaka 2026 katika nchi ya Marekani, Canada pamoja na Mexico, au unaweza kuita Mexico, na turufu za Afrika. Kumbuka Afrika tuna nafasi 9, lakini tunaita 9+1 kwa sababu ile +1 inahusisha timu 4 ambazo zimefanya vizuri katika makundi yote, ambapo watagawanywa katika timu hizo. Timu 4 zitacheza nusu finali na kisha itaenda finali, itapatikana timu moja. Hiyo timu moja haitofuzu moja kwa moja, bali itaenda kuungana na timu zingine kutoka mabara mengine kugombania nafasi ya best loser. Kwa hiyo kama tutafanikiwa itakuwa ni ya 10, lakini kama tusipofanikiwa zitabaki kwa 9. Weekend ijayo katika Sports AM tutakuja kuangazia ni timu gani ambazo zimekata tiketi ya kuelekea katika finali za Kombe la Dunia. Mimi ni Saidi Salim Msubi, nilikuwepo na Evans Mali hapa katika kuchambua kwenye kimataifa. Asante sana, tumerejea tena. Hii ni Sports AM. Mimi ni Saidi Salim Msubi kwa ajili ya kuangazia mengi sana. Nilikuwepo na Evans Mali hapa tukifanya uchambuzi kuhusiana na swala zima la kufuzu fainali za Kombe la Dunia mwaka 2026. Lakini sasa hivi tuangazie habari mbalimbali, na jambo kubwa zaidi ilikuwa ni usiku wa vitasa ukizidi kushika kasi, ambapo Oktoba 10 katika viwanja vya Sayansi Kijitonyama, knockout ya mama msimu wa 6 kwa ushirikiano wa Mafia Boxing Promotion pamoja na Azam TV, mapambano 8 yaliweza kufanyika, ambapo katika siku hiyo Katibu Mkuu Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo na msemaji mkuu wa serikali ndugu Gerson Msigwa amesema michezo ni ajira, uchumi na inatangaza Tanzania, na sasa mchezo wa ngumi umekuwa miongoni mwa michezo inayokuwa kimataifa. Amesema hayo Oktoba 10 katika viwanja vya Posta Kijitonyama katika knockout ya mama, ambapo amesema Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kuunga mkono mashindano hayo kwa milioni 10 na milioni 5, milioni 10 pamoja na milioni 20 katika mashindano hayo, huku akisema pamoja na ujenzi wa miundombinu ya michezo ndani, yani ya Arts and Sports Arena na viwanja vya mpira wa miguu mikoa mbalimbali. Tumsikie Katibu Mkuu wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo Gerson Msigwa akiweza kuzungumza kuhusiana na usiku hapa wa ngumi knockout ya mama. Kwanza nawapongeza sana mabondia wote ambao leo wamecheza kwenye knockout ya mama msimu wa 6. Knockout ya mama hii imekuwa ya tofauti sana. Imekuwa tofauti kwa sababu kumekuwa na mapambano mengi ya kimataifa na vijana wetu wamecheza vizuri. Ujumbe wa mama kwa vijana, waendelee kushiriki michezo kwa sababu michezo ni ajira, michezo ni uchumi, michezo inatangaza nchi yetu. Wote mmeona hapa leo tulikuwa na mataifa zaidi ya 5. Walikuwepo wa Pakistani hapa, walikuwepo wa Ghana, walikuwepo wa Venezuela, walikuwepo wa kutoka India. Kwa hiyo tumekusanya mabondia kutoka nchi mbalimbali. Maana yake ni kwamba leo hii hizi nchi zote zitaizungumza Tanzania. Hii ni faida kubwa sana kwa nchi yetu. Lakini zaidi hapo, vijana wote hao waliocheza ni ajira, wanapata fedha. Na Mheshimiwa Rais ameona ajitokeze kwenye eneo hili la ngumi kwa vijana wetu watakaokuwa wanagombania mikanda, anatoa shilingi milioni 10 kwa atakayeshinda kwa knockout, na yule ambaye atashinda kwa point anapewa shilingi milioni 5. Mheshimiwa Rais ameanza na hilo, lakini zaidi ya hapo ametuelekeza sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tujenge mazingira mazuri ya vijana kushiriki michezo, ikiwemo mchezo wa ndondi. Na hivi ninavyozungumza na nyinyi tumeshaanza mchakato
wa upembuzi yakinifu na wanasema feasibility study and detailed design kwa ajili ya ujenzi wa Sports and Arts Arena. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameshapata fedha. Sisi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tumepata mgao wa shilingi bilioni 450. Tutakwenda kujenga Sports and Arts Arena pale Kawe. Tunatarajia ujenzi huu uanze katika mwaka huu wa fedha inshallah. Ikishindikana basi mwaka ujao tutaanza, kama tutakamilisha huo utafiti na upembuzi yakinifu. Lakini pamoja na hayo yote pia tutajenga kijiji cha filamu, The Film City, tutaijenga kule Kwara katika mkoa wa Pwani. Na haya yote Mheshimiwa Rais anayafanya kwa ajili ya kuunga mkono michezo, na nimesema hilo kwa ajili ya michezo ile ya ndani, kwa sababu Sports Arena ni michezo ya ndani, futsal, basketball, netball na ngumi kama hivi zitafanyika humo. Lakini pia anajenga viwanja, tunajenga Arusha, tunajenga na Dodoma, lakini pia tutajenga na viwanja kwenye mikoa mingine. Kwenye dira ya 2050 Mheshimiwa Rais amesimamia kuhakikisha tunajenga vituo vya michezo nchi nzima katika mikoa yote. Kwa hiyo haya yote ni mchango wake katika kuhakikisha michezo inakwenda mbele. Kwa hivyo mimi leo nimefurahi sana kwamba vijana wengi wanashiriki michezo, waendelee kufanya hivyo kwa sababu serikali imedhamiria kuimarisha michezo na kuwekeza katika michezo ili vijana wanufaike. Sisi tunafurahi sana. Wote leo mmemwona Juma Choki. Leo hakugombania mkanda, lakini amekuja na hizi medali mbili kubwa hizi za kimataifa. Kwa tuna mabondia wazuri. Huyu ni mmoja wapo Juma, lakini wapo wengine wengi wanafanya vizuri na sisi tunasikia fahari kwamba vijana wetu wanajiongeza. Lakini nimezungumza haya mengine tunayotarajia kuyafanya. Pale Babati, Manyara, tumeshaanza ujenzi wa kituo cha michezo. Moja kati ya mambo ambayo tunayawekea uwekezaji mkubwa ni ujenzi wa gym. Tunataka tufike mahali ambapo hapa Dar es Salaam wachezaji wetu au mabondia wetu tutawawekea makocha, tutaweka kituo, atafanya mazoezi, ataandaliwa huko na walimu wake, lakini anapokaribia kwenda kwenye mashindano ya kimataifa, mpango wetu ni kwamba awe anakwenda kwenye kituo, atakutana na kocha. Naam, na Gerson Msigwa akiweza kuzungumza hapo baada ya pambano la mwisho ambalo lilimhusisha Juma Choki dhidi ya bondia Mankandan V. Kumbuka Juma Choki alikuwa anarejea hapo katika eneo la sayansi Kijitonyama, kwa sababu pambano la mwisho Azam TV kulionyesha katika hapo ilikuwa ni mwaka jana, ambapo yeye alipambana dhidi ya Nasib Ramadhani Pacman na kumchapa kwa yani unanimous decision, yani majaji wote watatu kwa alama. Lakini dhidi ya Makandam aliweza akasema mimi siwezi kuendelea kutokana hapa na kuumia hapa juu hapa kichwani. Kwa hiyo mwisho wa siku akaweza kutoendelea pambano hilo. Hebu tuangazie jinsi kidogo Juma Choki alipata ushindi katika pambano dhidi ya Makandam V. Juma Choki ni kama amempelekea Round ya nne imekuwa na amshamsha. Ni kwa sababu ile kasi ya fight iliongezeka, lakini pia Choki aliongeza sharpness ama uharaka kwenye matendo yake, kitu ambacho kiasi fulani kilimfanya Mankandan V sio comfortable. Na ilikuwa ni ile knockdown ambayo Juma Choki alipata, ilikuwa knockdown ambayo ilitokana na ilikuwa ni body punch ndio ambayo ilimsukuma Mankandan V kwenye counter. So round iliyopita quickness ya Choki, lakini pia ongezeko la idadi ya punches ambazo alikuwa akirusha kiasi fulani ilianza kumfanya Mankandan V aanze kutokuifurahia fight kwenye round iliyopita. Maelekezo yakiendelea kutolewa kwa upande wa Juma Choki kuhakikisha kwamba anafanya kile ambacho kimefanyika kwenye round iliyopita. Amekuwa na wakati mzuri, bado amestiri katika mpango wake ule. Yani ni mtu ambaye mwenye spidi na mtu ambaye ana target, anapiga sehemu ambapo anapoona. Ni kama kuna maelezo ambayo anaulizwa, vipi uko sawa sawa, unaweza kuendelea? Referee kamaliza pambano. Referee kamaliza pambano. Yes, na kwa mazungumzo kadhaa kwamba nini ambacho
Yes, Mankanda V amesalenda akiwa kwenye kona yake, ameretire akiwa kwenye kona yake mara baada ya kumwambia mwamuzi wa mchezo kwamba hayuko tayari kuendelea kutokana na changamoto ambazo inaonekana amezipata za kiafya, na hivyo kumpa ushindi wa technical knockout Juma Choki. Bano hilo hapo la Juma Choki dhidi ya Mankanda V. Kiukweli ngumi bwana ni hatari kweli kweli. Unaweza kupigwa moja pap chembe kidevu afu mambo yakawa sio mambo. Kwa hiyo pambano kaishia hivyo, lakini pambano lingine lilikopo ni la kuvutia sana kabla, tunaita ni undercard ambao lilianza afu likaja la Juma Choki. Lilikuwa ni pambano kati ya Salmin Kasim dhidi ya kijana kutokea Ghana anaitwa Kani Kote. Pambano la raundi 10 kugombania mkanda wa WBO, ambapo pambano hili naamini kona ya Salmin Kasim ilimwambia Salmin Kasim kwamba usiende naye tall to tall, mkimbie, badilisha stance, alafu cheza naye vizuri, kwa sababu pambano lililopita kabla hili lilikuwa la Ibrahim Mafie ambaye alichezea KO moja ya hatari sana na kushindwa kuendelea. Kwa hiyo ilivyofuata ile Salmin Kasim ilikuwa ni pambano moja tamu sana, nzuri sana kuweza kulitazama, na mwisho wa siku ngumi zilipangwa, watu wakashuhudia ngumi zikiweza kuchezwa kwa uzuri wake sana na utamu wake, na mwisho wa siku Salmin Kasim akaweza kushinda mkanda wa WBO Africa. Ilikuwa ni jambo jema sana na tamu sana. Huyo hapo kijana Salmin Kasim kiukweli, na hata Haji Sande Manara alimuomba kabla pambano hili, akamwambia na tafadhali sana kijana bwana uweze kushinda, kwa sababu isije ikatokea tena hapa ikaja kuwa hatari sana. Na Haji akamzawadia koti lake la suti pamoja na kofia baada ya kushinda kijana. Kwa hiyo ilikuwa ni jambo tamu sana, zuri sana kuweza kuenjoy ngumi katika usiku wa vitasa, na kidogo tupate uhondo jinsi ambavyo ilivyokuwa kutokana na point walizotoa, na hivi sasa ninaenda kuzisoma kama zilivyokuwa. Nikisema knockout ya mama nisikia hayati mtu salama. Knockout ya mama. Okay. The official results are as follows. Judge number 1, Judge Angel Simasiku. She scored 99 to 91. Judge number 2, Judge Richard Amehi scored 97 to 93. Judge number 3, Judge Anthony Ruta scored 98 to 92, making this a unanimous decision, and still the WBO African champion representing Tanzania, none other than Salmin Kasim. Kiukweli tuli enjoy ngumi hasa ziweza kupigwa, kwa sababu mabondia wengine pia Tanzania pia na nyewe pia walishinda, kina Idi Pialali, Simba Mazese, lakini bila kusahau pia mtu kama Yusuf Changalawi ilikuwa ni pambano lake la pili, alishinda pia kwa KO, lakini bila kusahau Yohana Mchanja naye alipata ushindi. Lakini kidogo kwa Tanzania kidogo mabondia ambao walipigwa, Ibrahim Mafie alipigwa, Kato Machemba naye pia alipigwa. Kwa hiyo lakini hakukuwa na lawama kwa waamuzi na majaji kuhusiana na mapambano haya. Jamani, mimi nilishazungumza knockout ya mama. Amechoka knockout ya mama. Knockout ya mama. Hongera sana ndugu wangu. Hongera sana. Ameshinda kwa point na fedha yake ni shilingi milioni 5, lakini kuna ushindi wa changarawe, ushindi zawadi yake ni shilingi milioni 10. Na nani yule bondia mwingine? Pialali ilikuwa ni kwa point, fedha zake ni shilingi milioni 5. Sasa ndugu zangu,
Leo knockout ya mama tumekuja wengi kukabidhi. Kuna sauti ya mkwai kuisikia siku zote. Joketi, hebu wape salamu wadogo zako wanavuja jasho ulingoni. Knockout ya mama. Hongera sana. Na tumefurahi, umetutendea haki Tanzania. Tupate mzigo, watu wanataka mzigo Msigwa. Huu mzigo nikishautoa tunaposhuka nataka ule wimbo wa Juma Nature ule. DJ jipange. Sasa tunaanza kutoa. Mama ana mbambamba sio? Changarao iko wapi? Changarawe, tunakuomba ili Pelale ameshapanda tayari. Haji Manara njoo hapo mkabidhi mzigo wa mama mkiwa na Joketi hapa. Na mheshimiwa mwakilishi wa mkoa naomba nikukabidhi wewe ndio mkabidhi Changarawe. Haya Changarawe karibu. Anaanza Piarali. Okay, Piarali karibu. Fedha yake ni shilingi milioni 5. Msimzidishie. Hii hapa. Haya Piarali yeye ameshinda kwa point, anapewa shilingi milioni 5 kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Samia oye! Knockout ya mama. Haya Changarawe umefika. Haya anapata Changarawe tena zimebanwa kabisa hizi. Karibuni mumkabidhi. Changarawe kashinda kwa knockout na zawadi yake kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni shilingi milioni 10. Changarawe! Tunamaliza na nani? Jinsi hali ilivyokuwa katika usiku wa vitasa Oktoba 10 katika viwanja vya Posta Kijitonyama, tukiweza kushuhudia hali ilivyokuwa. Kiukweli kabisa kwa sasa tunasubiri jambo gani kubwa lingine ambalo litalofuata katika msimu wa kalenda ya masumbwi. Disemba lazima kuwe na pambano, na ile boxing day tutaweza kushuhudia majambo, hali itakuwa namna gani. Tutoke hapo tukaangazie wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo kupitia kwa meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali ameendeleza kampeni ya kutoa elimu juu ya madhara ya jezi feki, ambapo kampeni hiyo kwa sasa imetua mkoani Mwanza kwenye stendi ya daladala Nyegezi. Na hapa meneja habari na mawasiliano Ahmed Ali anazungumza mashabiki waliojitokeza kuhusiana na masuala mazima ya kwa nini ununue jezi ambayo ilikuwa original ya klabu ya soka ya Simba. Hongereni, hili ni eneo la biashara, ni eneo la kazi, ni stendi ya mabasi, lakini mkaamua mkajikusanya na hatimaye mkafanikiwa kuanzisha tawi. Sio kila mtu ana uwezo wa kuanzisha tawi hapa Nyegezi. Nyinyi mmefanikiwa kuanzisha tawi na stahili pongezi kubwa kweli kweli. Na mimi kila nikija Mwanza lazima nifike hapa Nyegezi kuzungumza na wanasimba wenzangu wa Nyegezi. Lakini tunawakoga wale wengine ambao watu hao hawafiki maeneo kama haya. Ndugu zangu wa Nyegezi, ujumbe ambao niko nao hii leo ni ujumbe ambao unahusiana na biashara ya jezi. Ujumbe maksus kuwafikishia wananyegezi, kuwakumbusha, kuwahimiza, kuwasisitiza ya kwamba tunatakiwa kununua jezi za klabu ya Simba. Yule mwenye jezi ya zamani inatosha kuivaa jezi hiyo. Mwenye jezi ya mwaka jana, mwaka juzi, inatosha kuvaa jezi hiyo. Tuachane nazo, sasa tuvae jezi mpya za msimu huu. Kwa yule ambaye bado hajanunua jezi, huu ndio wakati wako wa kununua jezi mpya za Simba Sports Club. Lakini haishi tu kwenye kununua jezi, unatakiwa kununua na kuvaa jezi original za klabu yetu ya Simba Sports Club, almaarufu za kuskani.
Kwa kufanya hivyo unakuwa umeiheshimisha klabu yako kwa kuvaa jezi original. Kwa hiyo ndugu zanguni wana Simba, tuanze kuhimizana kupitia tawi letu hili la Nyegezi. Viongozi wasimamieni, wakumbusheni wanachama na mashabiki wenu juu ya umuhimu, faida ya kununua na kuvaa jezi original. Kwa ufupi tu ni kwamba kununua ama kuvaa jezi original unakuwa unaichangia klabu yako iweze kusogea kiuchumi. Tunachotaka sisi Wananyegezi ni Simba yetu. Ahmed Ali akiweza kuzungumza kuhusiana na kutoa hamasa kwa mashabiki na wanachama wapenzi wa Simba kununua original jezi mpya. Kwa wakati huu tuhamie upande wa pili wa shilingi, watani zao Young Africans, ambapo meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Young Africans Ali Shabani Kamwe amewataka mashabiki na wapenzi wa klabu ya soka ya Yanga kujitokeza kwa wingi katika mchezo wao wa kwanza dhidi ya kikosi cha Silver Strikers ya Malawi utakaochezwa Oktoba 18 nchini Malawi kwa ajili ya kusupport na kuipatia chachu timu hiyo kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo wa kwanza wa ligi mabingwa barani Afrika. Hongera sana wana Yanga kutoka Mbeya, kutoka Iringa, namna ambao wamehamasika kuelekea Malawi. Dar es Salaam pia naona sasa mwamko umezidi kuwa mkubwa, watu wanajiandaa kuelekea Malawi. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa Young Africans tufanye tunavyofanya. Lazima tukaisupport timu yetu Malawi. Ni Champions League, ni bakia michezo miwili home and away, tuingie hatua ya makundi. Kwa hiyo tufanye jitihada sasa hivi inshallah tuweze kudumbukia hatua ya makundi. Tumetoa toleo la pili la jezi letu na zinafanya vizuri. Kwa hiyo niwaombe pia mashabiki wa Young Africans waendelee kununua hizo jezi inshallah kwa wingi. Tukifika kule Malawi kule tukapendeze majukwaani kwamba watu waone wageni wamekuja na wamependeza na jezi zao. Kwa hiyo ni jambo zuri na nawatia hamasa mashabiki wa Young Africans tununue jezi zaidi kuhakikisha tunakwenda tukiwa tunapendeza kule Malawi. Huyo ni Ali Shabani Kamwe. Kwa sasa tuelekee katika upande wa pili mwingine tena wa shilingi, ambapo tunajua kwamba leo ni fainali ya ngao ya jamii kwa upande wa wanawake, ambapo mshindi wa tatu itakutanisha Yanga Princess ambao watapambana na Mashujaa Queens majira ya saa 7 kamili za mchana katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, wakati mechi ya fainali itakutanisha JKT Queens ambao wenyewe watapambana na Simba Queens, ambapo kuelekea katika mchezo huo wa fainali msemaji kikosi cha JKT Tanzania ambayo inahusisha JKT Tanzania pamoja na JKT Queens Masau Kuriga Bwire amesema kwamba lengo lao ni kutetea ngao yao ambao walishinda mwaka jana kwa kuifunga Yanga Princess kwa kichapo cha bao 1-0. Kuelekea hii fainali tunahakika vijana watakuwa wameandaliwa vilivyo, walimu watakuwa wamewajenga katika hali ya ushindi na ushindani. Fainali itakuwa tamu sana na tunahitaji kuonesha ukubwa wetu katika soka la wanawake katika ukanda huu wa Sekafa. Ukiuliza malikia wa soka la wanawake popote ndani ya hizi nchi za Afrika Mashariki na Kati watakwambia ni JKT Queens. Sasa tunapokutana na hawa wadogo hawa kina Yanga Princess, kina Simba Queens na wengineo hao, tunataka na wao watambue ukubwa wetu. Na ili watambue ukubwa wetu ni kupokea kichapo cha kizalendo kabisa, bila shida, bila mkwala. Kwa hiyo tunakwenda kukutana na Simba Queens toa ya fainali. Kupitia mchezo huo tunataka tuoneshe ukubwa wetu, ili tunapokwenda huko ligi ya mabingwa Afrika Algeria mwanzoni mwa mwezi Novemba, watakaoshuhudia, watakaona, kwa sababu najua wapinzani wetu katika mashindano hayo wanafuatilia, waone kabisa hao ni wakubwa wanakuja. Tuweke mtikisiko kwenye yale mashindano ya ligi ya mabingwa kupitia fainali hii ya ngao ya jamii. Tutokee hapo, kumbuka uhondo wote utaupata kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, na wewe ambaye unaweza kusogea pia katika uwanja wa KMC Complex Mwenge kwa ajili ya kuweza kupata uhondo wa soka la wanawake, pazia likiwa linafunguliwa rasmi baada leo mechi ya fainali kuweza kuchezwa. Tutoke hapo tuelekee katika kukimbiza upepo jijini Tanga, ambapo mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda Buriani ameahidi kushirikiana na waandaaji wa mashindano ya Tanga City Marathon kuhakikisha wanakuza mashindano hayo na kuwa ya kimataifa zaidi. Mkuu wa mkoa Batilda Buriani ametoa kauli hiyo wakati wa mashindano ya Tanga City Marathon ambayo ni msimu wa 9 yaliyofanyika katika viwanja vya Urithi jijini Tanga hapo jana. Taarifa zaidi na mwenzetu Mariam Shedafa. Ni mashindano ya Tanga City Marathon kwa mwaka 2025
ambayo ameshirikisha wakimbiaji 600 kutoka maeneo mbalimbali nchini, ambapo mgeni rasmi alikuwa mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Batilda Buriani. Tanga sasa hivi imefunguka sana kiuchumi, kibiashara, kitalii, kiutamaduni, na niendelee tu kuwaomba wadau wote tuendelee kushikamana katika kuhakikisha michezo yote bila kujali hii ni kandanda, lakini michezo yote ina umuhimu wake. Jana tumewapeleka vijana wetu wa boxers bondia wamekwenda Dar es Salaam katika mechi ile ya knockout ya mama, lakini leo tuna hii City Marathon, na michezo yote kwa kweli tunaizingatia, ikiwemo pia hata na bao na mambo yote ambayo yanatuimarisha, kutukutanisha pamoja, lakini kutuimarisha afya zetu. Mimi niseme tu kwamba msimu wa 10 Mwenyezi Mungu akitujalia tutaenda kuadhimisha miaka 10 ya Tanga City Marathon, na najua tutashirikiana wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba inakuwa ni jambo kubwa sana. Pamoja na yote niwape kongole kwa ile walilofanya, sio dogo, lakini najua wanaweza wakaenda mbali zaidi na likawa kubwa zaidi kama tunavyoona za wenzetu za Kili Marathon. Hii tunajua kabisa itakwenda kuwa jambo kubwa sana kwa Tanga. Azam Media ni miongoni mwa wadhamini wa mashindano hayo, na hapa afisa mtendaji wa Azam Media Limited Division ya utangazaji Yahya Mohamed akaeleza namna mashindano hayo yalivyofana ukilinganisha na misimu iliyopita. Kwa kweli imekuwa ni marathon nzuri sana Tanga. Maandalizi ni mazuri. Utaona alama za barabarani zilikuwa zimewekwa vizuri, zinaonyesha wapi pa kwenda, wapi pa kupita, lakini pia wana usalama barabarani. Wameweza kufanya vizuri na kuhakikisha kwamba tulipoondoka na kurejea hapa karibu asilimia watu wote na imani, licha sijui na imani wote tumeenda salama na tumerejea salama. Lakini pia hali ya hewa imekuwa sio changamoto sana, na utaona watu wengi wanaonekana kuimarika kimazoezi. Kwa hivyo ni dalili nzuri kwamba huu mwendelezo wa hizi marathon unaendelea kuwafanya Watanzania kuona umuhimu wa mazoezi, umuhimu wa kulinda afya zao, lakini umuhimu wa kushiriki pamoja katika makongamano kama haya au makusanyiko kama haya kwa ajili ya kufanya mazoezi ya pamoja na kuweza kulinda afya zetu. Mwandaji wa mashindano hayo Ali Mwangoro ameeleza namna walivyojipanga kwa msimu wa 10, huku baadhi ya washiriki wakitoa maoni yao kuhusiana na mashindano hayo. Tuna furaha kubwa sana kwa mwitikio ulioonyeshwa katika mashindano haya ya msimu wa 9 wa Tanga City Marathon. Ama kwa hakika jitihada tulizoziweka zimezaa matunda. Washiriki walifika kile kiwango tulichokuwa tumekipanga. Kwa hiyo tunawashukuru washiriki wote ambao wamefika na huduma mbalimbali ziweza kupatikana, na mpaka sasa hivi hatujapata taarifa yoyote ya mtu kuumia au kupata changamoto. Kwa hiyo mwaka huu tunasema kama ni percentage tumepata 90%. Swala la zawadi, maana yake timu yetu ya marketing imepewa jukumu la kufanya. Sasa tunatakiwa tuingie sokoni tuweze kupata wadhamini wa kutosha, wadhamini ambao watakuwa na tija kwa ajili ya kufanya event yetu, kwa sababu event hatutoe pesa zetu mifukoni, ni kuchangishana kutoka kwa wadhamini na viingilio, then tunafanya tukio. Kwa hiyo tunatoa na fursa hii kwa wadhamini kuja kushirikiana nasi kwenye Tanga Marathon. Tanga Marathon ni kubwa, Tanga Marathon imekuwa na aim mwaka kesho. Mwaka huu tumekimbiza watu 600, mwaka kesho aim kukimbiza watu 3000. Kwa hiyo tutajipambana kuhakikisha tunapata wadhamini ili tuweze kufikia hilo lengo. Nimekuja kushiriki mashindano haya ya Tanga City Marathon msimu huu. Kwa kweli namshukuru Mungu, nimeshinda, nimekuwa nafasi ya 2. Na mshindani wangu kwa kweli alikuwa amenizidi mbinu kidogo, na nitajitahidi ili msimu ujao nimpite. Kwa mashindano haya ni mazuri sana na nimefurahi sana kushiriki mashindano haya. Mimi kama mdau wa mbio na mdau wa utalii pia nimefurahi sana, sababu yametupa motisha na pia yametuhamasisha watu kuendelea kufanya mazoezi. Asili ya mafanikio ni mazoezi tu na kujituma na kujua kitu unachofanya, kwa sababu hii ni kazi kama kazi zingine. Ila nilikuwa na washauri, unajua hii ndio sasa hivi imeshakuwa kubwa, wajaribu kufikiria na kwenye upande wa zawadi. Unaona? Waongeze zawadi, unaona? Kwa sababu zawadi wanayoweka inakuwa ni ndogo. Wakiweka zawadi kubwa angalau itawashawishi na wachezaji wengine wengi kuweza kuongezeka na kuja kukimbia. Kutoka Tanga, Mariam Shidafa, Azam Sports. Jambo jema hapo mwishoni hapo muona Azam TV Fitness Club ukiweza kuwakilisha vyema kweli kweli. Sisi wengine tumekosekana kutokana na majukumu, lakini naamini dawati langu hapa pia na wenyewe pia watakuwepo inayokuja, na sisi twende tukakate upepo, tujuane nani ni nani. Tutashikana
tunaangalia kilomita tu, huyu amekimbia muda gani na saa ngapi, hali itakavyokuwa. Sawa, tutoke hapo tuangazie kwa upande wa paddle tennis, ambapo wachezaji Khalid Delal wa Sudan na Suleiman Tinde wa Ivory Coast wameibuka na ushindi wa 2-1 dhidi ya Joel Meda na Bomani Romaric, wote kutoka Ivory Coast, katika mchezo wa kirafiki uliochezwa jioni ya Oktoba 11 mwaka huu. Mechi hiyo maalum ya kuhamasisha mchezo wa paddle ilichezwa kwenye uwanja wa Paddle Center uliopo Slipway jijini Dar es Salaam. First of all, I would like to thank Tanzania Paddle Federation and Paddle Center Tanzania for hosting this great event, and for their efforts, continuous efforts to develop the paddle game here in Tanzania. They have done a great job so far. So yeah, we enjoyed the event and it was nice. Joueur ivoirien de paddle. Ni mara yangu ya kwanza kufika Tanzania. Nimefurahi sana kushiriki kwenye tournament imefanyika hapa Paddle Center Tanzania, na nimecheza na mtu ametoka Sudan, alikuwa partner yangu. Tumepambana tukafanikiwa kushinda. Tulikuwa tunacheza mbele ya wale wametoka Ivory Coast kwenye nchi yangu pia, na nashukuru sana Paddle Center Tanzania. Nilianza ile michezo miaka 2 iliyopita. Nimetoka mbali kushiriki kwenye ile tournament hapa Tanzania. Nimefurahi sana. Watu wa Tanzania wamenipokea vizuri kwa upendo. Nimecheza na mchezaji mwenzangu anaitwa Romaric Boble, na tumeshindwa leo, lakini tumepambana na tumepata experience kubwa kushiriki na wale walikuwa wanacheza mbele yetu, walikuwa wamejiandaa zaidi. Imenipa nafasi pia kujifunza zaidi mimi na partner yangu. Parce que j'aime très bien la Tanzanie, ça me plaît. Bonsoir, je me nomme Romaric Boble, je viens de la Côte d'Ivoire. Experience kubwa na furaha kubwa kushiriki kwenye ile tournament. Ningependa wa Tanzania wafike kama level yetu, waendelee kutrain na kuendelea kujifunza zaidi, kwa sababu tumeona jinsi wamefurahi kutuangalia, na tunashukuru Mungu. Mashabiki wamekuja wengi kutusupport pia, imenipa furaha kubwa sana, na tunawatakia kila laheri wa Tanzania. Na ningependa siku moja nikirudi Tanzania nione wachezaji wa Tanzania wameshafika kwenye level yetu, waendelee kupambana kufika mbali na mbali. S'entraîner et avoir un bon niveau pour que prochainement quand on revient on peut les affronter comme adversaires. Ndio pale darasani tutapoambiwa kwamba hakuna lugha kubwa kushinda nyingine, ndio hapa. Lugha inategemea na wewe unaongea na nani. Unaweza kwenda sehemu ukajua labda Kiingereza ndio kikubwa, watu hawajui kabisa, watu wajua Kiswahili lakini unaweza kuona na ukubwa wake wa lugha na kadhalika. Sawa, tuongeze kimataifa hivi sasa, ambapo kocha timu ya taifa ya Ujerumani Julian Nagelsmann amemkingia kifua mchezaji wake Florian Wirtz, ambaye amekuwa na mwenendo mbaya wa kiwango na mwanzo mgumu katika kikosi cha Liverpool msimu huu 2025-26, ambapo mpaka hivi sasa hajafunga bao lolote. Nagelsmann amesema kuwa licha kutofunga bao lolote ndani ya klabu yake, Wirtz ndiye mchezaji anayetengeneza nafasi nyingi zaidi awapo uwanjani. Tukitoka hapo tuangazie taarifa nyingine, ambapo nyota wa Real Madrid Rossi Blanco Kylian Mbappe atakosa mchezo wa kufuzu kombe la dunia unaotarajiwa kupigwa hapo kesho majira saa 3 usiku dhidi ya Iceland, kufuatia majeraha aliyopata kwenye mchezo uliowakutanisha na timu ya Azerbaijan. Tumalize na taarifa kidogo ya huzuni, ambapo maelfu ya mashabiki wamejitokeza kwa ajili ya kumuaga, kumsindikiza katika mazishi ya aliyekuwa bondia wa kimataifa Lake Hatton, ambaye alifariki Septemba 14 nchini Uingereza. Bondia huyo anakumbukwa kwa kushinda
mikanda ya WBO pamoja na IBO pamoja na rekodi yake tamu ya kushinda mapambano 45 huku mapambano 43 akishinda kwa mtindo wa KO. Alipigwa mapambano matatu tu, tena mapambano hayo alipigwa kwa mtindo wa KO, na pambano la kwanza kupigwa alipigwa dhidi ya Floyd Mayweather, ilikuwa mwaka 2007, na miongoni mwa watu ambao walishiriki katika mazishi hayo mojawapo ni Ryan McRooney-Waza, ambaye pia Rick Hatton alikuwa ni mshabiki mkubwa sana wa Ryan McRooney-Waza. Na miongoni mwa watu wengine ambao walishiriki hapo alikuwa ni Tyson Fury pamoja na ndugu yake Tommy Fury. Bondia wa zamani Mwingereza Frank Bruno alishiriki pia katika mazishi hayo ambayo yalifanyika katika jiji la Manchester. Rick Hatton alikuwa anahusika pia kujumuika katika viwanja vya Old Trafford. Alikuwa alipiga picha nyingi sana na Rio Ferdinand na kadhalika. Kwa hiyo ni majonzi kwa ajili ya kumpoteza miongoni mwa bondia wakubwa hapa duniani. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Amin. Ni Rick Hatton. Shukrani. Hapo ni kwenye upande wa habari za kimataifa, tukiweza kuangazia hapa na pale, lakini kwa wakati huu hapa awamu ya tatu niweze kuungana na jopo la wachambuzi wangu yakinifu kabisa kuweza kujadili mada mbalimbali ambazo zipo mezani. Ni fahari ya kipekee sana kuweza kuungana na Clarence Kunambi, karibu sana. Lakini bila kusahau pia kuungana na Nasrul Kilinga pamoja na Rashid Kejo. Na mimi weekend imekuwa tamu ya matukio mbalimbali ya kuweza kuyafuatilia, lakini jambo kubwa zaidi imekuwa ni hatima ya Tanzania kufuzu kwa fainali za kombe la dunia. Ndoto hatimaye zikakatika. Rashid Kejo. Ya, ni kweli Watanzania walikuwa na angalau matarajio ya kujifariji kwa ushindi ambao kwa binafsi sidhani hata kama tungeupata ungetupeleka popote, lakini ungetusaidia kutupa morali ya kwamba labda katika mashindano yajayo tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Kikubwa ambacho kiliwasikitisha au kilinyong'onyeza nafsi za Watanzania wengi ni kwamba tulipoteza mechi ambayo tuliamini tungeweza kuibuka na ushindi na tulicheza nyumbani. Sasa yanaweza yakazungumzwa mambo mengi, lakini kubwa niloliona ni kwamba si kwamba Taifa Stars ilicheza vibaya. Haikucheza vibaya, lakini unajua muunganiko wa timu. Nasema timu si kama kilimo cha mchicha kwamba ndani ya wiki mbili utaweka mbolea hapo utapanda hapa kesho umevuna. Sasa kumekuwa na mabadiliko makubwa ya mara kwa mara ya kikosi. Ukiangalia kikosi kilichoshiriki mechi zilizotangulia na cha mechi ya juzi ni tofauti kabisa. Kwa hiyo na yenyewe ina mchango mkubwa, na nadhani huenda coach Morocco na benchi lake la ufundi waliona wawapumzisha wachezaji waliokuwa wameshatumika vya kutosha ili wajaribu kuangalia uwezekano wa kutengeneza kikosi kingine, kwa sababu nadhani walijua kwamba hii imeshaisha. Kwa hiyo ilikuwa ni fursa na kuangalia, na tumeona baadhi ya maingizo mapya ambayo yameonyesha kidogo kwamba yanaweza yakatupa. Nani alikuwa anamjua mchezaji kama yule Alarakia Tarik ambaye alikuwa katika finali za 2003 lakini hakuonyesha yale aliyoyaonyesha katika kila mmoja aliona kumbe tuna mchezaji wa aina hii. Ni kweli alionyesha mchezo mzuri, alishabikiwa. Mimi nilikuwa uwanjani, kiukweli mashabiki walikuwa naimba nyimbo lete mzungu, yani mashabiki. Sasa watu wakawa wanahoji ni hizi chenga anazozipiga ama nini? Lakini angalia dakika za mwisho kuna goli alilikosa toka nje kidogo ya lango. Kwa kweli alivutia watazamaji wengi, alikuwa ni faraja. Mbali ya kupoteza, tulifarijika kuona kwamba kumbe tuna mchezaji mzuri ambaye akitumika vizuri anaweza akawa tegemeo la timu ya taifa siku za usoni. Kwa hiyo katika ile unamwona katika squad list ya AFCON 2025 Morocco akiendelea na consistency ile hakika ninamuona kabisa. Kuna mbi inawezekana kwamba kufuzu fainali za kombe la dunia za mwaka 2026 angalau Tanzania ilikuwa ina matumaini ukilinganisha na safari zingine huko nyuma. Kwa kundi tulikopo nalo, matokeo ambayo kwa tunapata ugenini, ilikuwa inatupa hicho kitu kwamba kusema angalau. Of course matumaini yalikuwepo na yalikuwepo makubwa sana, hasa ukichukulia kwamba
tumeweka standard fulani ambayo huko nyuma hatukuwahi kuweka. Kwa at least hata kwenye michuano ya AFCON sasa hivi tunafuzu. Angalau sasa Tanzania tukienda kushiriki zile qualifying games za AFCON, Watanzania wengi tuna asilimia kubwa sana Tanzania itakuwa miongoni. Kwa kama tunafuzu huku, mtu haraka haraka anaamini kwamba hata huku kwenye tuna matumaini tunaweza tukafuzu kwenye finali za kombe la dunia. Kwa kigezo kile kile kwamba kama tunafanya vizuri kwenye kufuzu AFCON, basi tukiongeza nguvu kidogo tu hata huku kwenye kombe la dunia tunaweza kufuzu. Nafikiri matumaini yetu sisi yalianza kufifia baada ya kutoka sare na Congo Brazzaville. Pale nafikiri tungeshinda ile mechi, tulikuwa tunakuwa na nguvu kubwa sana hata kwenye mchezo wa Niger na hata huu mwingine dhidi ya Zambia. Kwa hiyo mimi naona sasa hivi kwa mfano ukiangalia michezo, hasa mchezo dhidi ya Zambia, naona kama kuna shift of focus, kwamba tushaona sasa huko hatuna nafasi au tumeshaikosa hii nafasi. Kwa hiyo tunafanya nini? Focus sasa hivi tuangalie tutafanya nini kwa ajili ya AFCON itakayochezwa Morocco, itakayoanza Morocco Desemba. Kwa hiyo mimi nikitazama naona ndio sababu hata ya Morocco mwenyewe kubadili kikosi na kuingiza watu wengi kama hapo mmesema, winga Tariq. Of course alionyesha mchezo mzuri, alikuwa more direct, alikuwa na composure fulani. So Tariq yule hasa tulomuona kwenye AFCON 2023. Lakini pia tumemwona Gego Khalid akicheza kati, ananyumbulika vizuri, mwepesi, anaachia mpira kwa wakati. Gego binafsi alinivutia zaidi. Kwa hiyo na ukija kuangalia na mechi zidi ya Iran, itacheza mechi ya kirafiki zidi ya Iran Jumanne. Kwa hiyo unaona kwamba safari ya Morocco tumeianza vizuri. Natakiwa sasa hivi 100% tuweke focus yetu nini tutafanya Morocco. Hatujai kuvuka kwenye group stage kwenye AFCON. Inawezekana kuna watu wakashangaa tumeanza vizuri wakati michezo miwili hapa tumefungwa, wanaona timu tumefungwa, lakini katika kutengeneza, katika kujenga timu. Unapojenga timu kama ametoka kusema vizuri hapa Kejo. Brother Kejo ametoka kusema vizuri kwamba sio kama mchicha. Kwamba katika ujenzi wa timu hiyo tutarajie tu pop pop. Lakini katika hii michezo miwili mimi binafsi ni yake mashindano, lakini naichukulia kama sehemu ya maandalizi kwa ajili ya AFCON ya Morocco, na anaona tunaenda vizuri bila kujali matokeo tulipataje dhidi ya Zambia. Yes. Sawa. Kilinga ukitazama nakumbuka 2007 kama sikosei, 2007 wakati wa Maximo tukua mazoezi pale Karume na mimi nilikuwa nimefika nikaenda kuangalia katika 2008 ilikuwa kwa sababu ilikuwa ni chani 2009. Yes. Sasa Tanzania tulipata ushindi wa bao 2-1 Mwanza. Nadhani bao la pili alifunga Godfrey Boni kama sosei Ndanji. Baadaye tukaenda kucheza na Uganda na Kivubo sare ya 1-1. Sasa Taifa Stars kwa inajiandaa kucheza na Sudan. Emmanuel Gabriel Mwakyusa akawa anapiga story pale nje. Akasema unajua kucheza ugenini ni rahisi kuliko kucheza nyumbani. Nyumbani kuna tension kubwa sana kuliko ugenini. Hii akili imenifikirisha. Ukiangalia matokeo ambayo Taifa Stars imeyapata ugenini, tumefungwa na Morocco tu. Lakini dhidi ya Kongo tumechukua alama. Niger tumechukua alama. Zambia tumewafunga. Inawezekana nyumbani kidogo kwa kuna mtihani kuliko ugenini. Sidhani sana yawezekana kwa baadhi ya nyakati. Lakini kwa nyakati nyingi nyumbani inakuwa na advantage. Mchezo kwa utunzwa. Na bahati nzuri hiyo mechi unayosema ya 2008 hiyo na Kivubo mimi nilikuwepo. Na tulifanywa vitimbwi vingi sana pale na Kivubo kabla ya timu kuingia uwanjani. Bao la chuji la kusawazisha. Ilikuwa ni mechi ngumu sana, moja ya mechi ngumu ambayo wachezaji walifanywa vitimbwi vingi, yani timu kuingia pale uwanjani ilibidi mimi kama waandishi ilibidi tushuke kupambana ili timu iingizwe pale uwanjani. Nimekukumbusha mbali. Na goma. Nimekukumbusha mbali. Nimekukumbusha mbali. Ilikuwa ilibidi Salum Kusi defender yule atake kutokea dirishani akaingia kwenye mapambano kule, tukamwambia tutapambana hapa timu itaingia uwanjani. Kwa hiyo kuna vitu vya namna hiyo unapocheza away. Unatolewa mchezo. Lakini siku hizi kidogo na kavi inapungua. Ndio maana nachelea kusema
mechi za away zinakuwa na tension zaidi kwa wachezaji kwa sababu wanakuwa mazingira ni tofauti. Lakini nyumbani kama kuna support aina fulani ya support wanaipata, wanaweza kupata ushindi. Lakini saa nyingine kuna tension pia inaingia. Kuna mambo mengi wanawekewa psychologically, nayo inaweza kuwatoa kwenye mchezo. Wanakuja, anatoka huyu, anakuja kiongozi huyu, anatoka huyu, anasema hivi, anatoka. Kwa hiyo mara nyingi ile interference na kambi ya wachezaji inaweza ikawachanganya. Lakini advantage ya kucheza nyumbani ipo. Tumejifunza nini? Lipi tumelichukua sasa kuitafuta 2030? Kuitafuta 2030 kwa sababu kiukweli mimi naamini katika progress zaidi. Nilikuwa siamini kama timu ya taifa ina nafasi ya kuqualify 2026 kwenye World Cup. Hiyo chance nilikuwa naiona iko very slim, scant, kama ni kile kimalaria, very scant malaria. Kwa sababu progression ndio inatusaidia. Kadri tunavyo qualify kwa mfano kwenye AFCON, tunazidi kujenga uzoefu. Sasa tumesha qualify mara ya ngapi? Ya 3 ya 4. Tunahitaji kuvuka group stage, tukaenda maybe semi final, tukaanza kuzoea yale. Tunakumbe kucheza na wakubwa unacheza hivyo na kwenda hivyo na kwenda hivyo. Sasa tukishafika katika level hiyo, ni rahisi zaidi kukaribia kuqualify World Cup. Kwa hiyo by miaka 30 34 hapa tunaweza tukaona tunanusa. Kwa hiyo kwenda Morocco, Ureno na Hispania tusitarajie. Twende Saudi Arabia 2030. Naamini katika progress. Ikitokea ni good luck. Naamini zaidi katika progress. Progression huko mbele tunaweza kuqualify. Kejo unaiona wapi? 30-34. Kuna msemo unasema mpira unadunda. Lakini aghalabu jitihada haiwezi kushinda kudra. Lazima kuwekeza. Kama tunahitaji kwenda 2030 Saudi Arabia, maandalizi yanatakiwa yaanze sasa. Kwa mfano, siwaone wachezaji zaidi ya 7 walioko katika timu ya taifa sasa hivi kuwa tegemeo katika mapambano ya kuwania kwenye World Cup ijayo. Siwaoni. Hao ambao hatuwaone wako wapi? Wanaandaliwa vipi? Tunawajenga kisaikolojia kwa kiwango kipi? Kwa hiyo tunapotaka kuangalia mashindano yajayo ya miaka 5-6, lazima tuanze kujenga kikosi leo. Morocco hatengenezi kikosi cha timu ya taifa. Yeye anategemea waliotengenezwa katika vikosi vya timu za taifa. Kwa hiyo tunapoangalia timu ya taifa, tuziangalie timu zetu zilizoko ndani na wachezaji wetu ambao wamebahatika kutoka kwenda kucheza nje ya nchi. Sasa leo hii tukianza kumwangalia Morocco kwamba tuletee timu ya taifa nzuri, tutakuwa tunamuonea. Au TFF tuletee timu ya taifa nzuri, tukaanza kulaumu, tutakuwa tunaonea. Sasa hivi timu ya taifa haina washambuliaji. Hizo timu kubwa zinazotegemewa washambuliaji wote ni wa nje. Sasa utawategemea watoe wapi? TFF au Morocco watoe wapi washambuliaji wa kutegemewa wa timu ya taifa kama hizo timu zenyewe za ndani na wachezaji wetu hatuwajengi wachezaji kutegemea na nafasi za timu ya taifa ili waje wakatuwakilishe vyema. Kwa hiyo yes, tunaweza tukafanya vizuri kwa sababu naanza kuona kuna idadi kubwa, namba nzuri ya wachezaji wa vijana ambao wako kwenye hizi timu zetu za ligi na ambao wanaanza kuibukia nje. Sasa tukianza kutupa jicho na kuanza kuwaangalia, kuwajenga kisaikolojia, kuanza kujenga timu, kuwa na dhamira, kwa sababu huwezi kuwa na dhamira ya kwenda kwenye kikosi kwenye mashindano yajayo kama huna mpango wowote. Kama huna mpango, huna dhamira, huna chochote, unaishi zile wanaita wishful thinking. Natamani tu mwakani na sisi tushiriki. Mtashiriki vipi? Tutashiriki tu. Dunia sasa hivi hiyo imepitwa na sawa. Kuna mbi tunacheza na Iran ambayo imefuzu kombe la dunia. Tunaenda kupata test ya gani ile ladha yenyewe? Iran ni moja ya mataifa ambayo mara kwa mara yanashiriki kombe la dunia. Na huwa yanatoa wachezaji wakubwa tu kwenye klabu kubwa barani Ulaya. Kwa mfano Bayern Munich washaikuwa na yule nani yule Hassan nani? Yes. Jina lake la pili changamoto kidogo gumu. Lakini kuna yule Ali Day ambaye alikuwa anaongoza kwa mabao au fungaji. Kwa hiyo Iran sio taifa dogo. Sio taifa dogo, na sasa hivi kuna move kubwa sana ya nchi za Kiarabu kuwekeza hasa kwenye football. Tumeona Qatar, tumeona Saudi Arabia
unaona, na ilani yenyewe always there, siku zote iko pale, unaona. Kwa hiyo sisi tumepata mchezo mzuri na ni nzuri kwa exposure ya wachezaji ambao tunaweza tukawatumia kwa miaka ijayo. Kama amesema vizuri Kejo hapa kwamba kuna baadhi ya kundi la wachezaji atarajii kuwaona labda 2030, pengine hata 2027, lakini wapo. Kwa mfano ukiangalia watu kama kina Gego, wapo wengine ambao wanaweza kaona 2027 AFCON tutakapoandaa sisi, au hata hiyo 2030. Sasa hiyo mechi kama zidi ya Ireland inawatengenezea exposure fulani, inawatengenezea confidence fulani kwamba sasa wametoka nje ya bara la Afrika, wameenda kucheza mechi ya kirafiki. Tunahitaji kupata mechi za aina hii za kuwapa exposure nyingi. Hili kikubwa, tusiwe na majibu rahisi kwenye maswali magumu kama tunataka kufanikiwa. Tusije kuwa na majibu rahisi kwa maswali, katika maswali magumu kwamba tuna washambuliaji, tuna watengenezaji wa washambuliaji. Lazima tuwekeze, na kuwekeza lazima tuanze kuwekeza kwa watoto. Sawa, kuwekeza katika watoto. Tunajua kwamba Kunambi na wiki hii ina vitu vingi sana vya moto, hususan pia urejeo wa michuano ya kimataifa. Najua wiki ijayo tutakuwa na mada kubwa sana, lakini tukifika Jumapili Yanga atakuwa tayari kishacheza. Jumamosi wawakilishi wetu Kilinga tunatazama kwa jicho gani, japo kwa uchache, katika michuano ya kimataifa? Wawakilishi wetu kwa kiukweli, kwa mara ya kwanza naona Tanzania ina nafasi kubwa ya kuwa na timu 4 zinacheza kwenye group stage ya mashindano ya vilabu barani Afrika. Kwa Yanga na Silver Bullet, nafasi kubwa nawapa Yanga. Naona katika uzoefu walioujenga na kwa quality ya kikosi chao kwa miaka ya karibuni hapa, na uwezo wao binafsi wa mchezaji mmoja mmoja, pamoja na kwamba technical bench bado haijajulikana kwamba kocha atakuwepo au hatakuwepo, lakini still quality ya airport wanashinda airport, quality ya Yanga ya team na aina mpinzani anayekutana naye, sijamuona, yani siwezi kumjudge ni timu ya namna gani kwa sababu sijaiona ikicheza kwa siku za karibuni, lakini bado Yanga ana nafasi kubwa ya kuwatoa Silver Bullet ya Malawi. Vile vile kwa Simba, Simba na Singizini Hotspurs. Pamoja na kwamba Simba alipata wakati mgumu sana mechi ya kwanza dhidi ya Gaborone United, lakini imekuwa kwa Simba ni kitu cha kawaida kukutana na mechi fulani moja ngumu, lakini last season alikutana na mechi ngumu sana ya Etihad wa Libya wale, lakini Tripoli, yes, walifika finali. Ilikuwa ni mechi, one of the very tight game ya away na hata hapa, lakini walifika finali. Ndicho ninachokiona mwaka huu, hawatasumbuka sana na hawa Msingizini kama walivyosumbuka na Gaborone United, na wana nafasi kubwa pia ya kwenda group stage. Vile vile kwa Azam, Azam wanacheza na KMKM. Watu wanaogopa hapa, watu wanaweza kauma meno kwa sababu watu wanajuana. Ndio wanajuana, lakini kwa aina ya technical bench walionazo Azam, kwa sababu hizi ni timu zetu zote za nyumbani. KMKM ni timu yetu ya nyumbani, lakini Azam pia ni timu yetu ya nyumbani. Sasa hapo unaanza kuangalia quality ya kikosi na uzoefu. Wewe upo wapi? Na ndio nakuambia sasa nakuambia sasa kutokana na nakuambia kutokana na quality. Sasa quality ndio inaoamua. Wana coach bora kabisa na technical na wachezaji wenye kiwango kibora. Singida United vile vile dhidi ya Frambeo ya Burundi. Kwa kikosi cha Singida, aina ya wachezaji tena tunarudi na technical bench ya Gamondi, Singida almost wako kwenye group stage. Kejo, ukiwatazama Frambeo du Center ya Burundi, wao wamewaondoa Al-Aqdar ya Libya, na napokuja taswira ya Al-Aqdar ya Libya inakumbusha 2007 kama sio 2007 2008 kama sio sahihi, Yanga walicheza na Al-Aqdar, walitoka sare ya bao 1-1, alifunga Yusuf Hamis, waziri wa ulinzi. Wakaja hapa magazeti yakaandika Yanga sasa itamtoa Mwarabu kukata mzizi. Uwanja wa Uhuru Yanga kupokea kichapo cha bao 1-0. Safari ikaenda ile ile.
Singida Black Stars dhidi ya Flambeau? Hatuwajui vizuri Flambeau, kusema ukweli. Si timu maarufu. Ukitaja timu za Burundi, si miongoni mwa timu ambazo Watanzania wengi wanazifahamu. Lakini kwa uwezo kwa kuqualify, kuitoa timu ya Libya, inaonyesha si timu ya kubeza. Lakini siku zote tumekuwa tukizungumza, Singida ni mvinyo wa zamani katika chupa mpya. Ukiangalia wachezaji ambao wapo katika kikosi cha Singida, ile ni winning team, ni timu ya ligi ya mabingwa. Hata huko kwenye Confederation ni bahati mbaya. Lakini ni timu ambayo ni wachezaji ambao wanaingia kwenye timu mpya. Sawa, naamini kwamba weekend ijayo tutakuwa na muda mzuri sana kuweza kujadili hili, hususan wakilishi wetu katika upande wa kimataifa. Tulikuwa na Chris Kunambi kutoka Daily News, na Salim Kilinga kutoka Daily News, pamoja na Rashid Kejo. Imekuwa jambo jema sana kuungana nanyi katika siku hii hapa leo. Mimi ni Saidi Salim Msumu, unaweza kuita kaka Saidi katika Sports AM nzuri sana ya leo. Tulikuwa na mgeni Lubigisa Madata Lubigisa, nyota zamani wa 82 Rangers pamoja na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia kama kawaida tulikuwa na Evans Malia. Shukrani sana kwa watozi wetu Omar Suleiman, Sharifu Bayona, crew nzima yote ambayo imefanikisha mambo kwenda sawa bin sawia. Tukutane tena weekend ijayo katika Sports AM. Uwe na siku njema na tamu sana. Siku leo.